Bana msikilizaji, ni kukaribishe kwenye huu mwendelezo wa hii simulizi nzuri ya kuitwa Love of My Life Lonely, ikiwa hii ni sehemu ya 8. Ni simulizi kutoka kwake bidada Agatha, Queen of Stories, na mimi niko hapa kwa ajili ya kukukumbusha pale tulipoishia katika sehemu iliyopita. Bana, katika sehemu iliyopita kama utakumbuka vizuri, ni pale ambapo huyu kijana Rodrick yupo kwenye gari yake na alikuwa na simu ya yule mwanamke Gabriela, Gabi. Na hiyo simu alikuwa anaipeleka kwa rafiki wa Gabriela. Huyo rafiki wa Gabriela anaitwa Gianna. Sasa wakati yuko njiani Rodrick, ghafla anapigiwa simu. Hatujui ni nani anampigia simu, lakini katika hii sehemu ya 8 tutakwenda kujua nani hasa alikuwa anampigia simu. Bwana, karibu ndugu yangu tukapate kujua kile kilichoweza kuendelea. Na kama wewe ni mgeni hapa, usisahau kubonyeza alama ya subscribe na kisha unabonyeza kialama cha kengele ili usipitwe na simulizi zangu ambazo kila leo mimi naachia hapa Mzigoni. Bwana, karibu. Kiukweli msikilizaji, kuna muda hata kwa nilikuwa nawaza kuhusu alivyozungumza mama yake na Gabriela. Ile story alivyokuwa ananiambia kuhusiana na Gabriela wakati yuko mdogo. Lakini mimi mbona nilijitahidi sana. Nakumbuka mpaka mwanasaikolojia nilimtafutia Gabriela. Ina maana kwamba Gabriela ndo ameshakuwa addicted na masuala ya ngono ama ni vipi? Kwa nini anapenda sana hii michezo? Kiukweli msikilizaji, badala ya kumchukia Gabriela, unajua nilikuwa najikuta namuonea huruma. Lakini uzuri ni kwamba hana tena nafasi kwenye maisha yangu. Siwezi kuwa naye tena, siwezi kuvumilia maumivu haya. Sasa nikiwa nawaza hayo kwenye gari yangu, ghafla simu yangu mimi iliita. Nilipotizama alikuwa ni rafiki yangu Willy. Kwanza nilipokea, alafu nilijikuta nacheka sana. Maana Willy alikuwa ameanza kwa kusema, "Oya baba Pina. Inakuaje baba Pina? Unatoka mwanangu usemi au sasa ndo kila kitu Pina. Mimi tena mwanangu mimi unikumbuki mzee wangu." Willy aliposema hivyo huyu rafiki yangu, waje kwanza nilicheka, afu nikamwambia kaka, ndugu yangu wewe nisamee tu bure. Nimeruhusiwa leo kutoka hospitalini. Na hapa napozungumza na wewe niko barabarani. Oya umepona au ni vipi kaka? Nikamwambia sikiliza Willy, mimi niko vizuri ndugu yangu. Bado kidogo sana, ila nilikuwa namrudisha Pina. Usiniambia kwamba ulikuwa naye kaka. Wewe kaka una balaa. Asa Willy aliponiambia hayo, kiukweli mimi nilicheka tu msikilizaji. Nikasema naanzaje kumwacha sasa? She's everything. My everything. Ndio mtu pekee ambaye namhitaji kwenye maisha yangu. Wallahi tena Willy, mimi nakwambia ukweli. Hapa mimi sina tatizo lolote lile. Sio malalamiko tu. Wewe hapa mimi kwangu utasikia tu raha. Nitakuwa nakusimulia raha tu na vicheko. Na sio tena kukuletea malalamiko juu ya mahusiano yangu. Sasa nilipomwambia hivyo huyu rafiki yangu Willy, tulicheka tu. Na Willy akaniambia, "Oya, nipo kwako hapa mwanangu na kusubiri. Fanya basi haraka basi nikujulia hali niondoke zangu mimi fast." Willy aliponiambia hivyo kwanza nilitabasamu. Nikamwambia nashukuru sana kwa upendo wako kaka. Wewe ni ndugu yangu wa faida mno. Fanya wai bwana baba Pina. Nilicheka tu alafu nikakata simu. Nikajembea moyoni eti kwamba mimi ni baba Pina. Ila Willy, nikasema okay it's fine. Kwa mimi niliendelea hapa na kutabasamu mpaka tulipofika. Na baada ya kufika mimi nilibisha hodi. Sikutaka dereva ambaye alikuwa ameniendesha aweze kuingia hapa. Kwa mimi nilibisha hodi, mlinzi alifungua, na baada ya kufungua mimi niliingia kuelekea mlango wa kuingilia ndani. Nilibisha hodi na kweli Gianna ndiye ambaye alikuja kunifungulia mlango. Kwanza Gianna aliponiona kwanza alishtuka sana. Aliposhtuka mimi nilitabasamu. Nikamwambia kwa nini unashtuka namna hiyo? Sasa nilipomuuliza hilo swali, Gianna akanionyesha ishara ya kwamba ninyamaze, akanifanya shh. Mume wangu yuko ndani, please shemeji. Mimi nikatabasamu, nikamwambia bwana, mimi si ni shemeji yako Gianna. Kwani kuna tatizo gani? Hata kama huyo shemeji mume wako akinisikia kuna tatizo gani? Alafu sikiliza, mimi niko hapa nimeleta simu ya rafiki yako, Pini wako, BFF wako, Sweet Candy wako simu yake hii hapa.
utampatia na utamkumbusha kwamba sitaki kuiona sura yake kwenye maisha yangu. Na sio sura yake tu, hata sura yako wewe naiona hapa ni kwa sababu nimekuletea hii simu, lakini hata sura yako pia sitamani kuiona kwenye maisha yangu. Hapo nilipotamka maneno hayo, huyu bidada Giana kwanza alinitazama usoni, akawa kama vile anataka kulia. Mimi nilitabasamu, alafu nilisikitika, maana kuna ndoa unazionea huruma, basi ndo ndoa hii ya Giana na mume wake. Kwa sababu huyo Giana mwenyewe anachiti na mke wangu Gabriela. Huyo mume wa Giana naye anachiti na mke wangu Gabriela. Yaani Gabriela katembea na hao wote wawili, katembea na mke, katembea na mume wa mtu. Wote katembea nao. Maana kwanza wana dhambi mpaka kusaga mahindi. Yaani sijui nisemaje. Kama babangu alivyosema. Babangu alisema kusaga unga, kusaga mahindi, koboa. Ndio dhambi ambayo anaitenda Giana na yule mwanamke Gabriela. Msikilizaji, hivi kuna mtu mpaka nawaza, hivi huyu Giana pamoja na Gabriela, hivi hao waga wanafikiriaga kweli vizazi vyao? Yaani kizazi chao atakachokuja kuwa nacho. Yaani mtu unakaa unawaza mpaka unawaonea huruma tu. Maana asilimia kubwa ya watoto wanaokuwa, wewe tazama tu wazazi wao. Malezi ya wazazi ndio na watoto wanakuwa hivyo hivyo, tabia za wazazi na watoto ndio wanakuwa hivyo hivyo. Watoto wanarithi vingi sana kutoka kwa wazazi wao. Na kesho mtoto anakuja na kuwa na tabia za ajabu. Unaanza kumtafuta mchawi, wakati mchawi ni wewe mwenyewe. Msikilizaji, kama wewe ni mzazi, unatakiwa sana uchunge njia zako kuanzia hivi sasa. Ukiwa mama, ukiwa baba, unatakiwa ubadilishe nyenendo zako ili na mwanao pia apite kwenye yale maadili mema. Na wazazi wengi utakuta wanatenda mambo ya hovyo sana, alafu hawataki watoto wao watende yale ambayo wao wanayatenda. Wewe uliona wapi? Wewe ulisikia wapi? Ukiona unatenda hayo mambo ya hovyo, na mtoto wako atakuja kuyatenda hivyo hivyo. Sasa Giana nilipomwambia kwamba sitaki kumuona sura yake wala huyo shoga yake, BFF wake, Giana kwanza alinitazama akasema, shemeji, naona aibu. Sijui hata ni nini kimenikuta, mimi sikuwa hivyo. Alinishawishi sana. Yeye ndo alinifundisha hii michezo. Kwa sababu nikatabasamu, nikamwambia sikiliza. Tena nisikilize vizuri Giana. Huu sio muda wa kumtafuta mchawi ni nani. Na siko hapa kuweza kukufundisha namna ya kuishi. Giana, umeniangusha sana. Ukiwa kama dada umeniangusha. Ukiwa kama shemeji yangu umeniangusha sana Giana. Huwezi jua namna gani nilivyokuwa nakutegemea sana. Nilikuwa nakuona kama mwalimu mzuri kwetu. Nilikuwa nakuona mwanamke wa busara sana, na badala yake umejivisha kivuli kisichokufaa. Kizazi chako kitafuata haya yote unayotenda. Hata kama hawakuoni, ila kwa sababu roho ina tabia kufuatilia, na shetani ana tabia ya kutumia udhaifu kukufanya uwe mtu wake, na siku zote utateseka sana. Giana, mimi nakuonea huruma. Nakuonea huruma sana kwa sababu wewe ni wa busara sana. Matendo unayoyafanya hayaendani na wewe jinsi ulivyo. Mithali 31 mstari wa 30 unasema, kujipamba ili kuvutia ni udanganyifu, na uzuri unapita upesi, bali mwanamke anayemcha Bwana atasifiwa. Na bado tena neno linatuambia kwamba Mithali 28 mstari wa 13, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye azungumzaye na kuziacha atapata rehema. Giana, bado unayo nafasi ya kurudi miguuni mwa Mungu wako, kuiombea ndoa yako, kutubu dhambi zako na kuanza upya. Unayo hiyo nafasi. Unayo Giana. Simamia ndoa yako. Kwenye haya maisha sio kila unayefurahi naye ni mtu mzuri. Wengine wapo kwa ajili ya kuweza tu kukuharibia maisha yako na familia yako. Mimi naenda. Kwa heri. Sasa hapo wakati naondoka, nikasikia mume wake anasema, waifu, vipi, tuna mgeni huko nje? Giana akajibu, yes baby, ni shemeji alileta simu ya Gabi, lakini ndo anaondoka. Yule jamaa akashtuka, simu ya Gabi? Mkewe akasema, kwani kuna tatizo mume wangu? Sasa wakati wanajibizana hayo, mimi kusema kweli nilibaki tu natabasamu. Alafu nikamsalimia yule shemeji, nikamwambia, kaka vipi? Usijali bwana.
Usijali. Hiyo simu ya Gabi ilikuwa inapigwa sana. Kulikuwa pia kuna message nyingi tu nimezifungua nimezisoma. Kwa hiyo nadhani nitamwambia tu Gabriela ipitie simu yake. Hapo Giana akasema nashukuru sana shemeji, nitazingatia hilo, wewe na siku nzuri. Kwa mimi nilitabasamu tu nikasema nashukuru. Sasa wakati naondoka tu, huyu mume wa Giana alinikimbilia. Akanifuata pale akaniambia, bro, naomba unisamehe sana bro. Nisamehe sana. Najua utakuwa umeona kila kitu na ndio maana umezima ile simu. Na hata hivyo nashukuru pia kwa kuizima ile simu. Mimi hapo nikamtazama huyu jamaa, nikamwambia sikiliza ndugu yangu. Unachokifanya unakosea sana. Unachokifanya unazingua sana. Najua ya kuwa unafahamu kama unawakosea wote wawili. Hebu tengeneza ndoa yako mwanangu, afu muogope Mungu, unauzingatia zaidi maisha yako. Mimi nikutakia siku nzuri kaka. Hapo niliposema hivyo taratibu, mimi nilianza kuondoka huku huyu jamaa alikuwa ananitazama tu. Mimi nilipofika nje, niliingia ndani ya gari na dereva alishika njia kwa ajili ya kuelekea nyumbani. Nipo njiani hapo nilikuwa nakumbuka maisha ya Giana pamoja na mume wake. Namna walivyokuwa wanaigizana maisha. Yaani hata nasema kwamba Mungu, hizi sio ndoa. Hizi sio ndoa ambazo umetaka tuwe nazo. Najua kampeni ni kubwa sana ya shetani, ni kuharibu kila familia. Nikasema Mungu usituache tuangamie. Ni huruma na maafa sana dunia bila familia. Mwenyezi Mungu ingilia kati na utupe mwanzo mpya. Nafsi yangu inanuma sana kuona usaliti wa namna hii ukiendelea kwenye familia zetu. Tuhurumie Mungu na utukumbushe kwamba ndoa zinatoka kwako wewe mwenyewe na wewe ndiye mlinzi wetu. Sasa wakati nazungumza hayo msikilizaji, nilikuwa nakaribia nyumbani. Nikiwa nakaribia nyumbani, ujumbe uliingia kwenye simu yangu. Nilivuta simu haraka na nilipotazama alikuwa ni Lonely. Yaani namzungumzia love of my life wangu. Yaani namzungumzia Pina, mrembo kipofu, mrembo mwenye tabasamu lake, mrembo mzuri, mrembo ambaye ukimtazama unaiona kabisa sura ya Salma. Ukimtazama vizuri unaona kabisa sura ya Sophie. Ukitazama vizuri unaona kabisa yani kwamba inakuja inakataa. Kiukweli nilitabasamu mara baada kuona ujumbe wake. Unajua kuna mtu akikutumia ujumbe, kwanza unajikuta wewe mwenyewe unatabasamu. Mimi ndo nilikuwa natabasamu mara baada kuona huu ujumbe kutoka kwa Pina. Msikilizaji, nilijisikia faraja sana. Na Pina alikuwa ameandika, nakupenda sana Ricky. Thanks for loving me. I miss you my pet. Kumbukeni yeye ni kipofu, lakini simu yake si ya batani. Kwa alikuwa na uwezo wa kuandika. Sometimes anakosea typing error na chapia, lakini ukisoma hivi unaelewa kabisa nini alichokuwa nakimaanisha. Kwanza ule ujumbe niliposoma tu kwanza nilitabasamu. Nilitamani kama na mimi nimwandikie ujumbe, ila ndo hivyo sasa hawezi kusoma. Niliamua tu kumpigia simu, haraka sana alipokea. Akaongea pale kizungu chake. I was dying and waiting for this call na nini. Pina anapiga uzungu. Akiongea kizungu chake kwanza kwa upole sasa. Kizungu fulani hivi msikilizaji una enjoy. Mimi kwanza nikatabasamu, nikamwambia niko hapa mama. Unataka kusikia nini kutoka kwangu? Hebu niambie chochote kile mimi nakusikiliza. Napenda sauti yako. Sauti yako ndo sababu ya maisha yangu mapya. I love you the way you talk. Haswa ukisema nakupenda Pina wangu. Yeye ndo nachanganyikiwa. Napenda unavyoongea Rodrick. Kwa mimi sasa nimeanza kuwa na sauti nzuri kama huyo mkaka anayesimulia simulizi unayemsikiliza, si ndio? Uliniambiaga mara nyingi waga unakaaga YouTube unasikiliza simulizi zake. Ulisema anaitwa nani vile? Nani huyo Uncle J simulizi? Kwa mimi na sauti kama ya kwake, si ndio? Basi umesema unapenda sauti yangu, unapenda vile ninavyokuambia nakupenda. Amna, ya kwako ndo tamu zaidi. Basi niambie unanipenda. Nakupenda sana Pina wangu. Pina. Hivi Pina unanisikia kweli?
Mwenzo hapo mimi nishachanganyikiwa uliposema unanipenda Pina wangu. Nishachanganyikiwa, akili yote hata imevurugika. Hivyo wewe Pina unajua wewe akili huna wewe. Kwa ajili yako Ricky akili sina. Kweli sina akili kwa ajili yako. Sina kabisa, yani crazy for you baby boy. Pina Madeko. Napenda sana vile unavyodeka. Unanikumbusha kwamba mimi ni mwanaume na natakiwa kukudekeza zaidi. Lakini sasa ukisema nakupenda Ricky wangu, na hapo mimi mwenzako ndo nachanganyikiwa. Lonely nakupenda sana. Pina staki yo Lonely. Lonely ni ya kwangu mimi, umeniibia. Hiyo ni yangu hiyo. Kwa hiyo wewe una hatimiliki nayo, si ndio? Una hatimiliki yake. Ni ya kwangu, nishasajili kabisa, ni ya kwangu. Hapo msikilizaji, nimeshafika nyumbani, tuko tunagombaniana hatimiliki ya Lonely ni ya nani? Na wote mnajua ni ya kwangu. Sema tu Pina ni mkorofi kusema ule kweli. Basi tukaa tunacheka tu mpaka naingia sebuleni, ni fujo. Nilimtazama rafiki yangu Willy huko anatabasamu. Nikasema pale, Lonely staki hiyo, Lonely ni ya kwangu mimi ndo nikuite hivyo. Acha utoto Pina. Ujue Willy yuko hapa, anatuona na anatuona kabisa mimi na wewe hatuna akili. Nadhani nitakupigia. Sawa my photon. Tumeelewana? No bana. No. Hii ndio inamiliki kabisa. I say, unajua nilijikuta nacheka. Nikakata ile simu, nikasema ndugu yangu hana akili huyu mtoto, achana naye. Sasa Willy akaniambia, I say kaka, sijai kukuona ukiwa na furaha namna hii kwenye maisha yako. Sasa haya ndo mapenzi kaka. Mapenzi, yani mapenzi yenye vitu fulani hivi. Bila kujali ni umri unacheka. Bila kujali ka ujinga mnadeka. Hayo ndo mapenzi kaka. Unajua Pina huyu ataniua kwa raha ndugu yangu. Sijawahi kujihisi hivi maisha yangu yote vile ambavyo najihisi hivi sasa. Kwa hapo tulicheka na nilimuomba mama Babu atuandalie pale chakula. Kile nilichokula wakati nikiwa niko na Pina na Willy, tulikula pale kwa furaha, akasifia kile chakula kizuri. Basi ndio ikawa raha tu muda wote. Yaani unatamani umsifie mpenzi wako mbele rafiki yako. Zamani nilikuwa namshangaa mtu, kila mtu my baby, my love. Mara kafanya hivi kafanya kile. Nilikuwa naona kama vile wa shamba, kumbe mimi nilikuwa sijui nini maana ya kupenda. Yaani vinawasha kila muda. Unatamani umsumulie mtu. Kila muda unatamani yani watu wajue namna gani ambavyo una mpenzi mzuri. Kila muda unatamani mambo yawe raha tu. Ndio yanayonikuta mimi sasa hivi. Msikilizaji, kama wewe humtaji mpenzi wako, au usiwaonee wivu unaosifia watu wao bwana. Mapenzi yanawasha nye. Sema tu mapenzi raha. Basi tuliongea mengi mimi na rafiki yangu Willy. Lakini zaidi ilikuwa ni kuhusu talaka, ingawa mpaka muda huu mimi sikuwa nimemwambia nini shida. Kwa sababu sikuwa naweza kusema kabisa, nilikuwa naona aibu. Basi nilimpigia mwanasheria. Mwanasheria alikuwa ni mwanamke na huyu mwanamke nilikuwa namkumbuka sana. Baada ya kumpigia huyu mwanamke aliniambia kwamba kesi yako imeshaisha. Ni urahisi tu. Huko kanisani, labda ugumu, labda weke huyo mwanamke wako. Lakini kwa kuwa anajua kosa lake, basi hana cha kufanya. Maana haikubaliki kabisa. Wewe ukipata nafasi tukutane tuanze kufuatilia hili. Ni ndani muda mfupi tu limeisha na baba yako amenisisitiza hili jambo liwe haraka iwezekanavyo ili uweze kumpatia taraka yule mwanamke. Huyu mwanasheria aliposema hivyo kwanza nilitabasamu. Nikamwambia nashukuru sana dadangu. Kesho mimi nitawahi kanisani na kisha nitakupa mrejesho. Mwanasheria huyu aliponipa baraka zote na kisha mimi nikaendelea pale na mambo yangu. Muda ulifika, Willy aliweza kuniaga kwa upendo na akinitaka nipone haraka ili turudi kazini. Na mimi nilimwambia kwamba kesho mimi nitakuwa ofisini, kwa hiyo hakuna muda wa kulala. Willy alifurahi sana, hata na mimi pia nilifurahi. Usiku huu tena niliwasiliana na Lonely na baada ya hapa nilikunywa na dawa na kisha nikapumzika. Siku iliyofuata mimi niliamka kwa padre kwa ajili ya kuzungumza naye juu ya hili jambo la taraka. Padre kwanza aliponiona ofisini kwake alisikitika sana. Kwa sababu ni mtu ambaye anaheshimiana sana na baba yangu. Sikuwa na neno zaidi tu ya kumsalimia na kisha akaniambia karibu sana kijana wangu. Leo nina furaha kabisa kwa sababu ndoa yako tangu niwe padre
na niifungishe ndoa, ndio ndoa yako ambayo haijadumu hata kidogo. Ndoa yako imekaa miezi 6 tu. Mpaka mimi kama padre roho inaniuma sana. Roho inaniuma kupita kiasi, lakini nataka nikuulize kuwa haya niloyasikia, je, ni ya kweli? Na kama ni kweli, nataka kusikia kutoka kwako. Hapo kwanza mimi padre nilimtazama tu padre, na kisha nilianza kumweleza. Nilimweleza matukio ya mke wangu. Padre alisikitika sana. Alisikitika na hata alitaka pia kulia. Imagine story ya mke wangu inataka kumliza mpaka mtumishi wa Mungu. Yule padre akasema, kijana wangu, kwa haya ulionisimulia, roho inaniuma mpaka siwezi kushauri hii ndoa yako. Kijana wangu, labda tu cha kukuambia ni kwamba nikupe pole. Pole na yote. Tulijitahidi awali, ila kwa sasa sina namna. Naungana na wewe kijana wangu, na ukihitaji msaada wangu wowote ule nipo tayari. Vipi, ushafungua shauri la taraka? Hapo nilimwona padre jinsi anavyoumia. Nilimtazama na kisha nikasema, kila kitu tayari kwa mwanasheria. Basi padre alifanya kila anachoweza kukifanya. Alinibariki na kunitakia kila laheri, tena kwa uchungu sana. Nilijisikia vibaya kusema ule kweli. Padre mpaka mwenyewe anakuambia, yani katika historia yangu mimi kufungisha ndoa yako ndo haijadumu kwa muda mrefu, imeweka rekodi hiyo. Ni rekodi chafu, ni rekodi mbaya kusema ule kweli. Nikaondoka pale na kisha nikawasiliana na mwanasheria wangu, na baada ya hapo nikawasiliana na Lomli wangu, bebi wangu Pina. Mwanasheria na mimi tuliweza kuonana. Alikuwa na furaha sana, maana kesi inakuwa ni rahisi mno. Akaniambia kwamba baada ya siku kadhaa ataniletea baadhi ya karatasi za kumpatia mwenzangu ili awe tayari kwa ajili ya hili. Basi mimi nikarudi zangu ofisini. Nilipofika tu ofisini, mamangu mimi alinipigia simu. Nilipokea ile simu kwa upole kabisa, na kisha nikasema, mama, shikamoo. Mama alitikia akasema, niko kwako hapa, lakini nimeambiwa wewe umetoka. Umeenda wapi na unaumwa wewe? Nikamwambia, mama, nipo ofisini, nimeshindwa kukaa tu nyumbani mama. Basi nakuja kukuona mara moja. Nikamwambia, okay sawa mama, asante, karibu. Basi pale nilianza kazi zangu, na nilikuwa nina kazi nyingi sana kusema ule kweli, lakini kila nilipokuwa napata nafasi nilimtafuta Lomli na kumwambia vile ambavyo mimi nampenda. Nilitamani siku hii kuonana naye sana, lakini kiukweli sikupata nafasi kwa sababu kazi zilikuwa ni nyingi mno, na hata mama alipokuja alinikuta niko busy sana. Nilipata muda wa kuongea na mama. Alinijulia pale hali na kisha akaniambia, mwanangu, nilienda kwa mwenzio jana. Mwanangu, mbona hamsemi nini kimetokea kwenye ndoa yenu? Na ameniambia wewe una mahusiano na yule kipofu na nyumbani umemfukuza. Kwa nini umefanya hivyo? Hivyo mwanangu, wewe ni wakuwa na mahusiano na binti wa namna ile, binti maskini kweli? Unamwacha Gabriela ambaye pamoja na maisha yenu yatakuwa mazuri sana, lakini ana kila kitu. Una kila kitu sasa. Haya, kipofu wa nini? Unakwenda kumchukua mwanamke kama yule maskini wa nini? Mama, kwa Gabriela ndo amekwambia hayo maneno, si manake? Nilimfukuza na kusema ukweli, sitaki kumuona. Ni kweli kabisa, nina mahusiano na Pina. Anaitwa Pina mama, sio kipofu. Hiyo ni changamoto tu na inaweza kutoweka muda wote na saa yote. Kusema ule kweli mama, sitaki kuzungumzia hapa kuhusiana na Gabriela, ila tayari nimeshaanza kufuatilia talaka. Simtambui tena na haraka sana nitampatia talaka, na kama kuoa ni Pina ndo nitakayemuoa na sio Gabriela. Hapo kwanza mama alinitazama akasema, sio kweli mwanangu. Sio kweli mwanangu, haiwezekani kabisa wewe kumuoa huyo kipofu. Nitaelewa ya kwamba humtaki Gabriela kwa sasa. Walau basi tafuta mwanamke wa kuendana na sisi. Angalia level ya maisha yetu. Kwa nini unakwenda kuchukua mwanamke yule maskini? Atakupa nini? Yule sio mwanamke. Kwani wewe Gabriela ana kasoro gani? Binti wa watu, mzuri na ana sifa zote. Kwani una shida gani kijana wangu? Hapo wakati mama ananiuliza hilo swali, simu yangu iliita. Ilikuwa natakiwa kuweza kutoka. Nikamwambia mama, kama unavyoona sijakuwepo kazini kwa muda mrefu sana na kazi nyingi sana mama. Unaonaje tukipata muda tuongee kuhusu ndoa yangu na Pina na sio Gabriela tena? Sasa niliposema hivyo, mama alinikata jicho. Unajua bibi, mpaka nikacheka. Nikamwambia nakupenda mama Riki. Baadaye basi msalimie baba, umwambie kwamba nampenda sana. Tena wewe na huyo babako ndiye anayekuponza, kwa sababu mimi siwaelewi kabisa wewe mtoto. Mama aliposema hivyo mimi nilicheka tu. Mida ya saa 3 hivi ndo nilipoweza kumaliza. Unajua hata nashangaa kwamba nimeachana na Gabriela, naona kazini kuna changamka sana. Yaani kazi ni nyingi balaa, unapata kazi kampuni mbalimbali. Yaani mpaka namshangaa huyu Mungu nye.
Kuna watu ukiwa nao kwenye mahusiano, hata maendeleo ya kazi inakuwa ni magumu mno. Sasa hivi naona mambo ni mazuri sana kwangu. Hata mauzo nimekuta yamepanda sana ofisini na namshukuru Mungu. Yaani kimoyo moyo hapo namshukuru Mungu huku nikiwa najisemea sasa sadaka ipande hapa. Kodi nilimpigia Pina na kisha nikamwambia Lonely, mimi ndo napata muda sasa. Naweza kukuona kweli. Pina akaniambia haki ya Mungu Rick, walau nikuone hata kidogo tu. Nimekukumbuka sana, nitashindwa kulala na kumisi eti. Mimi pale nikatabasamu nikamwambia okay nakuja. Basi nilipitia supermarket, nilinunua vingi kwa ajili ya mahitaji ya nyumbani. Nikaweka pale kwenye gari na safari ikaanza. Nilipofika nikampigia simu. Kweli akatoka ndani, nikampokea pale kwa furaha, akaingia pale ndani ya gari. Kwanza alinikumbatia, akasema I miss you, nimekumisi sana. Mimi nilitabasamu, nikamwambia mimi ni zaidi yako mpenzi wangu. Lakini naomba hebu uvumilie. Kuna mambo najaribu kuyafuatilia na kazini sasa mambo yamekuwa ni mengi sana. Na kukumbuka muda wote lakini nakuwa sina namna. Hebu niombee swala la taraka liende vizuri. Na kazini nako pia mambo yazidi kuwa ni mazuri zaidi. Amina mpenzi wangu. Asante kwa kuja kuniona. Hapo kwanza nilimbusu nikamwambia sikiliza. Nimekuwa na siku ngumu sana. Naomba niende sasa. Ila kuna mzigo wako hapa. Basi alitabasamu tu na kisha nikamshushia vitu na kisha nikamsaidia kubeba. Akiwa na shangaa tu, mimi nilimpa pesa mkononi. Nikambusu nikamwambia tutawasiliana mpenzi wangu, nakupenda sana. Hapa akaniambia kwa upole sana Rick, nakupenda. Mimi nikatabasamu tu na kabla sijafika hata nyumbani akanitumia ujumbe akaniambia thanks for taking care of me and my life. Jabani nilitabasamu. Anaweza walau kuniandikia ujumbe, japo sijui namna gani anateseka kwenye kuandika huu ujumbe. Ingawa najua kuna watu wenye macho, wana simu za button, hata kifumba hivi macho akosei kwenye kuandika. Basi nilimpigia kawa hata nataka kulia yenyewe. Basi tunacheka. Nikafika mpaka na nyumbani. Sijui nikuelezee vipi msikilizaji. Maisha yangu mimi na Pina yalikuwa ni mazuri sana. Pina alikuwa ni mpenzi wa kuniombea asubuhi kila ninapotoka. Alikuwa ni mpenzi wa kunitia moyo na kunipa faraja. Alikuwa ni kila kitu ambacho mimi nakihitaji kwenye maisha yangu. Baraka na milango yangu kazini ni mvua ya baraka na mafanikio tu, niwaambie ni ukweli. Kila kitu kilikuwa sawa kabisa. Mambo yalikuwa ni mazuri. Nilikuwa napata kazi nyingi mpaka nasahau kula. Unajua sasa kilichokuwa kinanitokea? Pina anawasiliana na mimi, ananiagizia chakula kwa pikipiki. Basi mimi nafurahia sana haya maisha yenyewe. Baada ya siku 3, mwanasheria wangu alinifuata. Kila kitu kilikuwa kiko tayari. Kusema ule kweli nilifurahi sana na nilienda mpaka nyumbani kwao kwa kina Gabriela. Nilipofika pale niliwaeleza shida yangu kwa Gabriela. Nakumbuka Gabriela aliitwa. Alipofika mimi nilimkabidhi. Gabriela alinitazama na kisha alianza kulia. Alilia huku akisema, "Baba, naomba unisaidie. Mama, nisaidie tafadhali. Mimi maisha yangu bila Ricky bora kufa. Naomba nisaidie, siwezi kuachana na Ricky kabisa. Nipo tayari kufanya lolote ila sio kumwacha. Siwezi baba, nisaidieni." Mimi nilimtazama tu vile anavolia. Mimi nikamwona niage zangu nikasajani mimi naondoka. Jumatatu tunatakiwa kuonana. Maelekezo yote yako hapo kwenye bash. Alitilia huruma, "Ricky tafadhali. Huyu mwanamke na mjali basi." Niliondoka zangu kwa mgandisho kabisa, kwa kujiamini kabisa. Na hapa kama ndo unatazama movie, basi ule mdundo wa kishujaa ule ndo unausikia, alafu Sterling anatembea kwa mgandisho hivi. Nimeweza na sijajihurumia tena. Niliingia kwenye gari langu nikarudi nyumbani. Kusema ule kweli sikuwa namshirikisha kabisa Pina haya mambo yangu. Ya mambo yangu mimi na mke wangu Gabriela nilikuwa simshirikishi. Nilitaka tu nipate taraka, niwe huru na Pina kabisa. Sikutaka kabisa kumhusisha na haya mambo. Kwa hiyo kesho yake asubuhi na mapema mimi babangu mzazi alinipigia simu. Ilinibidi kwanza nipokee na kisha mzee akaniambia, "Kijana wangu, hebu njoo nyumbani." Mimi nilishangaa nikamuuliza mzee, "Sana?" Nilipomuuliza hapo akaniambia, "Kijana wangu, hebu kuwa jasiri sana. Hakikisha unafanya maamuzi sahihi. Kuna wageni wako hapa. Hebu fanya ujaraka iwezekanavyo." Pale nilivuta pumzi, nikamwambia, "Baba, nakuja." Hapo nilijua tu ni Gabriela na familia yake. Kwa mimi nilijiandaa nikaanza safari yangu. Nilifika na kweli nilikuwa niko sahihi kabisa. Nilikuwa mimi na wazazi wangu na Gabriela na wazazi wake. Alivyo sasa ni kama vile amekesha analia. Pale babake alianza kwa kusema, "Pole sana kwa kukusumbua asubuhi kijana wangu.
Najua umefanya maamuzi, lakini sisi kama wazazi tunatamani nyinyi kuwasaidia. Tafadhali mnaweza kuwa wawazi walau tupate wapi pa kuanzia. Kwa nini ndoa yenu mnataka kuivunja kiasi hiko? Hebu tupeni sababu za waziwazi, wala tusifichane. Hapo mama yangu akadakia, kabisa aseme ukweli. Baba yenu huyu yuko sahihi. Binafsi mimi niko njia panda. Natamani kusaidia hii ndoa isife. Eti binti yangu, nini kimetokea kwenye ndoa yenu mpaka mnataka hii ndoa kuivunja? Mamangu alipouliza hilo swali, Gabriela akawa analia. Mama yake akawa anambembeleza sana. Analia akiwa anasema, nimekosa jamani. Nilimkosea mume wangu, naahidi nimekosa. Nimekosa kabisa, sijui hata nina shida gani mimi. Nahitaji msaada mimi, nisaidieni, lakini sio kumkosa Ricky. Ricky ndo maisha yangu. Anaongea hivyo Gabriela, mimi nilimtazama. Anasema kwa upole kweli kweli. Mimi hapo nilikuwa na uchungu mbele ya familia. Nikasema, Gabriela, unaweza ukaacha maigizo hayo unayofanya? Hebu wazee wangu naomba mnisikilize. Nyinyi ni wazazi wangu na sina sababu ya kuwaficha. Mimi na Gabriela ndoa yetu haiwezi kuwa. Amenifanyia mambo mengi mabaya. Awali niliwasikiliza nyinyi wazazi wangu na nilikuwa tayari kusimamia hii ndoa yangu. Najua amewaambia kwamba mimi namsaliti, na wakati anajua fika kabisa sijawahi hata mara moja zaidi ya kumpenda yeye tu. Amenifanyia mengi mabaya sana na kusababisha matobo kwenye moyo wangu. Sitaki kumwona, sitaki kumsikia, na sio mimi tu. Hafai kuwa na mtu yoyote, kwa sababu mbali na yote Gabriela mimi nilimshuhudia mimi kwa macho yangu, ndani kwangu, kitandani kwangu, akifanya mapenzi na mwanamke mwenzie, yule rafiki yake Giana. Kwa mke wangu huyu ni mkoboaji, msagaji, hafai. Simtaki, yani simtaki hata kumuona, sitaki hata kumsikia. Hapo wakati naongea hayo, msikilizaji, ule uchungu ukaanza. Uchungu kazaa machozi. Nikasikia mama yangu akisema, hapo mikono alikuwa ameweka kichwani, mara shike kifuani chake. Nikamsikia mama anasema, yere we Bikira Maria mama wa Yesu we mwe 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 mwe. We mtoto wewe, mwili wote unatetemeka mimi. Hapo mamangu mzazi ndo anaongea hayo, maana yake ameshangaa kwa kile ambacho mimi nilikuwa nimesema, ya kwamba mwanamke wangu ni mkoboaji, anashiriki mapenzi na mwanamke wa jinsia yake. Mama yake pale pale kwanza alianguka, mamake na Gabriela. Baba mtu alikuwa ameduaa. Mimi na baba ndo tukaanza pale kutoa msaada kwa huyu mama Gabriela. Wakati huo Gabriela alikuwa ametoka nje mbio mbio analia, yani kama vile mwenda wazimu. Mamangu hajui ashike nini, hajui aache nini. Tulimchukua huyu mama tukamfanyia pale utaratibu ya kwamba inatakiwa aende hospitali. Baba pamoja na babake Gabriela ndio waliweza kutangulia. Mama akaniambia, kwa nini hukuniambia mwanangu? Kumbe mtoto huyu ni shetani. Mimi nilimtazama mama na kisha nikasema, mama, wewe ni mama yangu. Unajali furaha na pesa muda wote. Hujui nyakati zangu za huzuni. Hujui nataka nini. Huwezi kunitetea wala huwezi kunishauri. Ulisimama upande wake kuliko kunihoji mimi nateseka na nini. Tangu awali nilikuwa sipo tayari na hii ndoa, ila ulisimama kidete kwa sababu tu ni mtoto wa kitajiri. Huyo ndio Gabriela mama. Mimi nawahi kazini, tutawasiliana baadaye. Hapo mama alibaki anashangaa tu, machozi yalikuwa yanamtoka. Kiukweli nilijisikia nafuu sana. Niliendesha gari nikiwa natokwa na machozi ya furaha. Nilikuwa na waonea huruma sana wazazi wake kujua jambo kama ile. Halikuwa jambo zuri kabisa, ila ilikuwa ni lazima iwe hivyo. Kusema ule ukweli, siku hii pamoja na uzuri wake, sikuwa na raha na sikuweza hata kufanya kazi. Nilirudi nyumbani mapema kabisa, ingawa tulikuwa tuna kazi nyingi mno. Ilikuwa ni Jumamosi, ikawa ni Jumapili. Jumapili ilikuwa niende kanisani, lakini sikwenda kwa sababu sikuwa sawa. Nilikuwa najiona kama vile nimetoka sijui kwenye shimo gani na nipo huru. Nilikuwa na furaha ambayo ilikuwa imepitiliza. Ilikuwa imekuwa sasa kama huzuni na kumbe ni furaha. Nakumbuka niliwasiliana pale na Pina. Uzuri ni kwamba Pina muelewa sana na yeye alinitia sana moyo kusema ule kweli. Nakumbuka sana hii siku ilikuwa ni Jumatatu. Ilikuwa niende kufuatilia mambo yangu ya taraka. Nilipofika pale mwanasheria alikuwa na furaha tu, huku akisema kwamba kila kitu kimeishi. Binti amekubali kirahisi sana, ingawa alikuwa analia, lakini baba yake amefanya mambo kuwa mepesi mno. Mimi mjio nilishangaa, nikauliza, kwa ndugu yangu unataka kuniambia kwamba ndoa yangu mimi na Gabriela imekwisha? Hapo alitabasamu akaniambia, imekuwa zaidi ya vile tulivyokuwa tunatarajia. Hongera sana kwenye hilo. Sasa nilifurahi, ingawa najua kwa baba na mama Gabriela ni maumivu.
Nilichukua pale bahasha yangu na moja kwa moja mpaka hospitalini. Nilipofika nilimuona baba Gabriela alikuwa amejinamia. Nilienda mpaka alipokuwa amekaa, nilimgusa pale bega, akainua uso wake na kisha akasema, kijana wangu. Aliinuka na kunikumbatia. Baba huyu alilia sana. Nikamuuliza, mama anaendeleaje? Kwanza alishusha pumzi akasema, Mungu ni mwema. Mimi nikatabasamu nikamwambia, asante sana baba. Hapo alinitazama, alikuwa akilia na kusema kwamba wewe ni kijana mzuri. Wewe ni kijana mzuri sana. Hata mimi nisingeweza kuendelea na mwanamke aliyevuka mipaka namna hii mwanangu. Unatakiwa kuishi maisha mazuri. Yule Gabriela ni binti yangu. Naumia amepoteza kijana mzuri kama wewe na kujiingiza kwenye laana kama hii. Nini kinaikumba familia yangu mimi? Kijana, hebu tusamee sana mwanangu. Naomba undugu wetu usife. Wewe ni kama mwanangu. Basi huyu mzee mimi nilimkumbatia huyu baba kwa uchungu sana, na wakati huo simu yangu ilikuwa inaita. Nilitoa pale mfukoni na pale juu ilikuwa inasomeka lonely. Baba alinitazama na kisha akatabasamu. Akaniambia, hebu nenda katafute furaha yako kijana wangu. Kwa mimi nilijikuta tu pale nacheka. Nilipokea ile simu nikiwa nina furaha sana. Nikamwambia, hebu jiandae nakuja sasa hivi nakuja. Pina akasema kwa upole kwamba una nini? Mimi hapo nilicheka nikamwambia, yamekwisha. Hapo kwanza nilikata simu, nikampigia baba, nikampigia Willy. Yaani nilikuwa na furaha hii siku asikwambie mtu. Nilifika mpaka Nigeria kwa kina Pina. So Nigeria nchi, Nigeria, yani huo mtaa unaoishi unaitwa Nigeria kwa sababu unasifika mno kwa uchawi. Ni hapa Bongo. Kwa nilikuta bibi pale akiwa na kazi zake, nilimsalimia kwa furaha na Pina alitoka akiwa amependeza ingawa alikuwa na nywele zake za 500. Mimi nilitabasamu na nikamuona pale. Nikasema, bibi, naweza kumuiba huyu mrembo mpaka hapo kesho au kesho kutwa hivi. Au hata mtondogo. Yule bibi alicheka sana akasema, nitakufunga Rodrick. Mimi nilicheka na kisha nikamkumbatia nikamwambia, umependeza sana chamadeko wangu. Pina alitabasamu akasema, una furaha sana. Mimi nilicheka nikasema kwa sauti ya chini nikamwambia, amekwisha. Mimi sio mume wa mtu tena. Pina alifurahi akanikumbatia pale, tukarukaruka kusema ule kweli, na hata bibi akawa anashangaa akawa anasema, naombeni basi muende mkachanganyikiwa huko mbele za safari. Kwa sababu tulicheka tu. Bibi akasema, Mungu akutunze sana aitunze sana furaha yenu. Mimi nikaitikia, amina bibi. Amina bibi Rodrick. Kwa tulicheka sana. Fimbo niliacha pale kisha nikasema, utakuwa na mimi ndo fimbo yako, mimi ndo macho yako. Sijui nisemaje, lakini bibi akawa anacheka tu. Alikuwa bibi anafurahia kuona yale mahusiano yangu mimi pamoja na huyu binti Pina, na kusema ule kweli tulikuwa tunapendana sana. Yaani laiti kama ungetuona vile ambavyo tunapendana mimi na Pina. Haki ya Mungu ungeturoga, maana ungetuonea wivu. Maana nyi watu wa siku hizi nasikia mpendani. Unempenda akupendi na unempenda naye akupendi vile vile. Sasa mimi nampenda Pina na Pina ananipenda. Hii ni bahati msikilizaji. Wewe unadhani nitapata wapi mimi mwanamke wa kunipenda kama Pina? Ndugu yangu, kama mapenzi kwako yamekuchachia, pole sana. Na ninasikia habari zako. Unempenda naye akupendi. Pole sana. Sasa mimi nikambeba juu Pina mpaka kwenye gari. Hapo muda huo Pina alikuwa anacheka sana. Basi kwenye gari bwana, tulikuwa tunakula mziki wa taratibu kabisa. Hii maisha niliyopatia, na hakuna kitu kizuri uwe na maisha mazuri afu upate na mwanamke mzuri. So mwanamke mzuri kisura hapana, kwa sababu hata huyo Gabriela mwenyewe ni mzuri kisura. Ukimwona hivi ana mshepo na sura nzuri, unaweza mpaka ukateteleka. Lakini huyu alikuwa ni binti mzuri. Alikuwa na rangi fulani hivi, so mweupe, chocolate color, black beauty fulani hivi, utazani kama yule Adelina Msusi, rais wa Wasusi East Africa nzima. Yule bidada Adelina na rangi fulani vizuri nzuri, ndo kama huyu Pina. Pina alikuwa na karangi fulani hivi. Basi bwana, kwenye gari tukawa tunakula pale mziki mnene sana. Nilikuwa na furaha sana kusema ule kweli. Nikampitisha sehemu za nguo nzuri, akabadilisha pale nguo, akabeba na zingine za kulalia. Nilikuwa najisikia raha kutumia hela. Hakuna kitu kizuri kama utumie hela kwa mwanamke ambaye unampenda. Basi tukafanya pale shopping pamoja na bibi yake pamoja na mtoto wake. Sikuwa naumia. Yaani nilikuwa natoa hela mpaka mwenyewe najisikia raha. Na nikupe siri, sisi wanaume tunatoa hela sehemu ambayo tunaipenda. Na nilikuwa natoa pesa yangu kwa mapenzi kutoka moyoni. Nikampeleka kwa wauza mawigi.
mawigi makali sana, wakamtengenezea pale. Huyu mwanamke sio kawaida, ni mzuri. Tulipita mahali tukala. Sikuwa nataka kuongea kitu, nilikuwa tunataka kuona furaha. Basi nikamwambia, sikiliza Lonely, leo mimi na furaha sana na wewe, na kuomba twende nyumbani. Sitaki kusikia lolote zaidi ya hadithi tu ya kutusi sisi, mimi na wewe. Basi muda huo Pina alikuwa anatabasamu tu, kila kinegele hivi anatabasamu tu. Tulifika mpaka nyumbani, ili tunaingia tu, mama Babu akasema pale, bosi, huyu nani tena? Unajua kwanza nilicheka afu nikatabasamu. Nikamwambia, unamuonaje Pina leo kabadilika? Leo Pina kasuka, kapendeza. Mambo ya Adelina hayo, rais wa wasusi East Africa nzima, kampendezesha. Mama Babu akasema, hey, Mungu wangu, kumbe Pina mzuri hivi. Mimi hapo nikatabasamu, na hakuna kitu kizuri kama si wanaume tusifiwe mke wako mzuri. Utamsifia mpaka kesho nakwambia. Nikamwambia, sikiliza Mama Babu, mwache mtoto mzuri. Sawa Mama Babu, uwe na usiku mwema. Mwache mtoto niende naye ndani. Nikambusu pale Pina wangu. Mama Babu alikuwa anatabasamu tu, anadua tu, haamini. Pina mzuri, na mimi niliwaambia toka siku ya kwanza. Pina alichokosa ni matunzo tu, lakini ni mzuri kweli kweli. Tukafika mpaka chumbani. Nikataka kwanza kuoga. Pina aliomba atangulie kwenda kuoga. Alienda kaoga na mimi pia nikafuata. Mkumbuke mpaka hapo mimi bado sijamdinya kabisa huyu mwanamke. Sijara kabisa, sijala tunda lake. Sasa ile natoka sasa, nakuta Pina amelala pale kitandani. Alikuwa amevalia kigauni chepesi hivi, kigauni fulani hivi cha kulalia. Nikasema kwa sauti ya kushangaa, wow. Yule binti akainuka pale kitandani. Akawa anapapasa hivi kunifuata, anapapasa. Hapo mwanaume nilikuwa na taulo tu. Nikamvuta mwilini mwangu, nikamwambia, mama njoo. Pina alinishika vizuri, uso wangu akanishika, akaanza kunipiga pale mabusu. Taratibu ananipiga mabusu, huku miguno fulani vya kimahaba ile, unaifahamu ile. Hakuna kitu kizuri ukawa unapata raha kwa mpenzi wako, alafu akawa anatoa ile miguno. Kwa nyinyi ambao mko single, poleni sana. Najua huenda mkawa hamnielewi hiki ninachokizungumza, lakini nilikuwa najisikia raha. Mtoto ananibusu, ananimung'unya. Mwanaume nilichanganyikiwa. Nikaona pale mkono mwingine unapapasa kifua changu. Na mkumbuke mimi nilikuwa na kifua kizuri. Kifua kimekaa vizuri. Mkono wake ule taratibu ukawa unashuka. Nikashtuka. Kuna tayari ile taulo langu fanya kalivuta. Taulo liko chini mwa. Sikushtuka sana kwa sababu siaoni, kwa hawezi kunichungulia. Nikataka kuliokota ile taulo nijifunge, mtoto akanibusu, akanikamata. Baby, unakwenda wapi? Hapo mkono wake ukashuka mpaka kwenye mkonga. Mkonga ulikuwa uko dede, akaushika. Nilijisikia mimi mwenyewe sijui niwaambiaje nilivyojisikia. Alafu sauti yake ya madeko alipoushika ule mkonga akasema, wow. Nilihisi kuishiwa nguvu. Alafu Pina wala hata hajali. Kwanza alipiga magoti. Akaichukua ile koni vizuri, akaanza pale kuisukutua. Anapiga mswaki mtoto, anapiga mswaki na koni. Nikawa najikuta anasema, Vina, wazungu. Yaani kuna namna basi alikuwa kama anaipuliza hivi, aipulizi. Kuna kale ka upepo fulani hivi kanaingia kwenye na kutokea. Vina ile anakupitisha mpaka chini. Ulimo kaenda mpaka kwenye mayai. Unafahamu ile nyimbo inaimba, ana makende nge makende nge. Huko akaenda. Nikaona usinitanie wewe, nikapiga kelele. Vina. Mimi mwenyewe niliinuka kwa nguvu. Faya masiala nili. Wewe ushawahi kwenye yale mayai mawili, ushawahi yakaingizwa ile mdomoni afu yakamung'unywa hivi? Ndugu yangu, utapiga kelele asikwambie mtu. Nilipiga kelele kama vile sina akili nzuri. Pina alikuja pale akanisukumia upande wa kitandani. Mimi nikaenda mpaka kitandani gaba. Nimeangukia hapo kitandani. Ile nataka niinuke hivi, akanikalia. Baba, unakwenda wapi? Akanikalia mapajani mtoto. Akanibusu. Hapo mimi nashangaa tu. Huyu mtoto kajifunzia wapi? Huyu mtoto haya mambo kajifunzia wapi? Nye utamu ulipozidi kunoga, si nikachana kile kigauni chake. Maana lole kama vile ananichelewesha. Mimi tayari hapo mkonga huko dede. Pina akanikalia kwanza vizuri. Akaeka ulimi masikioni, akaupitisha. Jamani, mimi nililia kama mtoto.
Oh, Pina. Pina, unanitekenya. Basi akawa nanong'oneza, kama unakufa kufa. Kufa kwa sababu ya upendo, baby, ni sawa kufa. Very small. Akaniambia, baby, kama kuna mziki fungulia mziki. Nilitafuta simu yangu popote pale ilipo haraka sana, nikeka pale mziki. Sasa hapo mziki ule wa taratibu. So upo kwenye mapenzi ndugu yangu, afu unaweka mziki ambao ueleweki, hadi stimu za hisia zinakata. Zikaekwa zile nyimbo za taratibu, nyimbo za kizungu. Sijui nisiwaambie, ila Pina alianza kucheza ule mziki taratibu. Ananionyesha mtoto jinsi alivyokuwa mashantau, kiuno, mtoto mzuri. Kwani mnadhani nilikubali acheze muda mrefu? Hapana. Mkonga wangu mnataka ukatike, ulivimba mpaka ukawa unataka kama ukatika. Nikamwambia mama njoo, nikamvuta. Tukaanguka tena kwenye kitanda. Yeye hapo akiwa yuko juu yangu, akauchukua mkonga wangu, akaweka katikati pale kwenye yake pale. Hapo karibia alisogeza pale karibia kidogo na ua lake. Ule mkonga wangu kauchukua kausogeza hapo kwenye yake pale katikati karibia. Akawa anakatika pale kiuno. Mimi sijui niseme ndo yondo sister au niseme sijui ndo Raisi. Alikuwa na kiuno akina mfupa. Au sijui ndo niseme ile bonge la dada, sijajua. Lakini alikuwa ananipa vitu ambavyo nilikuwa nakosa mimi. Natamani nikuelezee vizuri uweze kunielewa raha ambazo nilikuwa napata kutoka kwa huyu binti. Alikuwa na kiuno cha utundu. Alikuwa na kiuno. Hapo ananipa kiuno, huku nilikuwa nakula ndimi mara masikioni. Huyu sio mtoto huyu. Hiki kiuno jinsi alivyokuwa nakizungusha nyie. Sasa hivyo viskonsi vyake hivyo. Nilivinyonya pale kwa ufundi huu. Hapo nalia. Nikawa namwambia Pina, unaniua. Pina, please, Pina, basi weka. Ushakuiona unaiona hii hapa afu huingii. Yaani unaiona alafu huingii. Yaani unatamanishwa kwanza. Kama sio lijali unaweza ukatoa uzungu pale pale hata kabla hujaingia. Sasa kabla sijamaliza, akaachia ile miguu yake kwa sababu alikuwa amenibana hivi na mapaja hivi. Alikuwa amebana mkonga wangu na mapaja yake. Akauchukua ule mkonga wangu, akautia kwenye bustani nzuri ya Eden yenye joto tamu la kusababisha mimea ikue kwa shangwe. Akaweka huko kunako. Ilipoingia tu ndani ya bustani ile, nilijikuta nasema, baby, oh, so sweet. Kulikuwa kutamu, kuna joto kama tanuli la moto. Baka mimi ndo nasema baby please baby. Yaani so yeye mimi kwa ule utamu ambao nilikuwa nausikia. Nyie kuna watoto watamu nyie. Kiuno sasa ndo asikwambie mtu kiuno jamani, Mungu wangu. Binti anazungusha. Mara nikabwe, mara nishikwe hivi, mara nitiwe love bite. Mimi sijawahi kufanyiwa haya na Gabriela, sijawahi. Alafu hapo mkumbuke nilikuwa nalalamika kwa madeko. Sasa vile na deka, asikwambie mtu baby I love you, hey. Baby you so sweet. So Pina, mimi mtoto wa kiume ndo nalalamika. Ndo ujue jinsi gani nilivyokuwa najisikia raha. Please my delicious. Please my carpenter. Nikamwambia baby nataka zaidi. Baby ustoi. Na nikamwambia baby mimi sikuachi. Nakupenda mpaka naumwa. Nakutaka peke yako. Hapo mimi akili zimeshanitoka msikilizaji. Sio mimi tena. Ushaikupewa mapenzi kama upewi tena? Kwanza akanikalisha, alafu naye akakaa juu yangu. Akanikumbatia kwa nguvu huko anakata. Mimi mwanaume huwezi kuamini, nasema ule ukweli, chozi lilinitoka. Hii hapa anaongea maneno yote bila hata kupunguza ukali wa maneno. Alikuwa anatamka live, mimi kuyazungumza siwezi. Labda tu niyafiche haya maneno kwa ukali wake, nisiyatamke kwa lugha ya Kiswahili, labda niyatamke kwa Kichina. Kwa wale ambao wamesoma China watakuwa wananielewa. Wakati Pina anapata zile la, alikuwa analia Kichina. Hiho, shahu, hiho, hatari. Hapo natamani kutafsiria kwa Kiswahili ili upate kuweza kunielewa.
lakini nikitafsiri kwa Kiswahili yale maneno alikuwa anatamka Pina hayatamkiki hapa, tutakimbiana. Basi hapo ndo alikuwa anamaanisha sweet baby naingia vizuri. Hapo ananikumbatia kwa nguvu, nilipiga kelele nikamwambia baby mimi nimefika. Nikamwambia baby mimi namaliza. Wallahi mtoto wa kiume nilishindwa kujikaza. Huyu binti alikuwa mtamu. Mimi namaliza baby. Pale miguno na mingurumu kama ya simba. Pina hapo ndo kelele ndo zilizidi. Sasa akawa ananiambia kwa Kichina pale usichomoe. Shua hii. Nikamwambia mama sielewi. Mimi naomba nimalize. Ndo akaniambia kwa Kiswahili asante baby. Hapo sasa ndo tukawa tunatazamana. Mwili wangu wote ulikuwa unatetemeka, sina nguvu kabisa. Nikamwambia mtoto mimi utaniua. Wewe mbona fundi? Usimpe mwingine. Nikamwambia mama tafadhali nakuomba niko chini ya miguu yako usimpe mwingine. Ukimpa mwingine huu tamu mimi nitaishia jela kwa sababu sitaweza kuvumilia, nitaua. Hapo binti kwanza alitabasamu. Mnajua aliniambia nini? Pina kwa madeko akasema my photon, lonely, my smile, my fate. Hapo na mimi najisikia raha, yani kama mai wangu. Ila Pina nachanganyikiwa. Pina akaniambia baby leo nataka tukeshe. Nataka tufurahie mwanzo wetu mpya. Hivi unajua kama Rondrick siwezi kukuacha. Naomba tukaoge alafu nikuoneshe kitu gani ambacho kingine naweza nikakufanyia kwa ajili yako. Hayo maneno ya Pina, kumbukeni utamu ambao amenipa mimi mpaka nachanganyikiwa. Alafu still ananiambia twende tukaoge, afu turudi tena nani anipe tena vitu vingine adimu. Sijui mnanielewa? Kwanza nilijikuta na tabasamu. Nikamwambia Pina, ina maana mamangu unataka kuniambia tunafanya tena zaidi hapa? Pina utaniua. Utaniua mwenzio. Tafadhali mama. Hapo kwanza Pina alitabasamu akanibusu. Akasema twende basi baby wangu twende. Nikiogeshwa naogeshwa mambo ya mzee Yusufu. Kwanza nilitabasamu tukaenda bafuni pamoja. Wale walio single hapa roho zinawauma, midomo wamenuna kweli kweli. Maana mara ya mwisho kuogeshwa ni na wazazi wao wakati wako wadogo. Lakini mimi ambaye nipo kwenye huba zito, mtoto wa kiume nikaenda nikaogeshwa bafuni. Basi vile ambavyo binti huyo haoni, alikuwa ananipapasa tu mwili mzima. Ananichezea mwili mzima ndo ananiogesha, basi mimi nacheka, akinifanyia huko basi mimi akinishika huko. Mtoto wa kiume nilishindwa kujistiri. Kila anaposhikwa natekenyuka. Nilikuwa na furaha sana kusema ule kweli. Nilikuwa nafurahia kupita kiasi kwenye maisha yangu. Sijawahi mimi kufurahia maisha namna hii. Kumbe kuna kufanya mapenzi, alafu kuna kufanya mapenzi na mtu unayempenda, hisia zinanoga vibaya mno. Nakumbuka huu usiku msikilizaji, ulikuwa ni usiku wa vilio, usiku wa kucheka. Nakumbuka kuna muda mama babu alikuja kugonga mlango. Mimi nilinuka nilienda kufungua mlango. Akaniuliza bosi, kwema? Mbona nimesikia makelele huko ndani? Nilizani hampo sawa. Nikaingiza kichwa chumbani kwanza nikamtazama Pina, tukacheka pamoja. Na mama babu mwenyewe alijikuta anacheka, akasema basi mimi ngoja tu nikalale. Mama babu yeye mwenyewe aliaga. Mimi nilicheka tu nikamwambia mama babu usiku mwema mamangu, tunakupenda sana. Mimi huyo nikarudi chumbani mwangu. Nikamwambia Pina, umeona sasa? Mpaka watu huko nje wanajua sisi tunagombana. Kumbe ni vile tu unaniua mama. Pina alicheka sana akaniambia, tuze usiku ya leo inakuja kwako lonely. Umeshinda. Hauko polepole, uko vizuri. Hapo alinikumbatia. Na kisha kaniambia bibi wangu, nashukuru kwa kila kitu Rondrick. Kusema ule kweli naomba tu Mungu hii furaha yetu isiishie hapa. Furaha yetu idumu siku zote. Nakupenda kuliko kawaida. Nakupenda sana. Nashukuru kwa kumjali mtoto wangu, kwa kumjali bibi yangu na kuyajali maisha yangu. Nakushukuru kwa vyote. Na nakupenda sana Rondrick. Kwanza hapo nilimtazama, alafu nikamwambia sikiliza. Huu mimi ni mwanzo tu. Bado sana mpenzi wangu. Subiri tuweke mambo sawa. Nitakufanyia mambo mengi mazuri na ya kupendeza kwa sababu wewe mimi ni mpenzi wangu. Wewe mimi ni mpenzi wa maisha yangu na nakupenda sana. Hapo Pina huyu binti alitabasamu akacheka kidogo.
Akaniambia, umekuwa unalia kwa huzuni eti? Ai baby, muda ule. Nikamwambia, muda gani? Si muda ule tunafanya nani ukawa unalia? Ai oi ulikuwa kali ng'ombe. Nikamwambia, niache bwana. Saizi hata unipe style gani mama, siwezi kufanya lolote, siwezi kufanya kitu chochote kile. Mimi nitakuangalia tu, labda univamie. Sasa nilivyomwambia vitu kama tunacheka, basi tulilala tukiwa tumekumbatiana. Tulilala usingizi mzuri sana kusema ule ukweli. Mimi narudia tena msikilizaji, ukiona wewe una shida ya usingizi, hulali mpaka simulizi za Uncle Jay, ndugu yangu, pata mpenzi. Na huyo mpenzi mwenyewe awe kama Pina. Na kama ni mdada, upate kama mimi hapa kidume hapa. Utalala usingizi ambao hutaki kuamka. Utataka ukae tu hapo na mpenzi wako kitandani. Kusema ule kweli, mimi sikuwa hata naumwa, nimepona kabisa. Kwanza nina hali nzuri sana. Kwa tulilala, asubuhi mimi niliamka na mtizama tu mrembo wangu, na yeye alikuwa ameamka, akasema pale kwa sauti ya usingizi kabisa kwamba morning handsome boy. Kwanza nilijikuta tabasamu, nikamwambia morning lonely, uko vizuri my beautiful? Pina alitabasamu huko anadeka, anasema najuaje vizuri na sijapata morning kiss baby, please kiss me. Nilitabasamu na kisha nilimbusu pale kwenye midomo yake, akatabasamu akasema baby, sasa mswaki hatujanunua. Nikamwambia ipo miswaki, ipo ya kutosha. Hapo akacheka akasema no, sitaki mwingine, unaonaje tukishare? Kwa sababu nilitabasamu. Alinipa pale mikono nimsaidie kumuongoza, na nilifanya hivyo, nikamchukua mpaka bafuni. Akaniambia nimechoka, wewe hapo ndo unipigishe mimi mswaki. Mimi nilicheka tu nikamwambia your wish is my command lonely. Haya, fungua mdomo wako nikupigishe mswaki. Msikilizaji, huenda toka uanze kudate mahusiano mpaka leo umekaa hapo unasikiliza simulizi yangu, huenda hujawahi kupigishwa mswaki na mpenzi wako. Uongo kweli? Sema ukweli, lini mpenzi wako amekupigisha mswaki? Ukakenua hivi meno akaanza kupigisha hivi mswaki lini? Hujawahi. Sasa ndo utasema umependwa? Una haki ndugu yangu ya kukesha kwenye simulizi za Uncle Jay, kwa sababu upendwi. Alifanya kama nilivyosema. Nilimsukua pale meno, na yeye kwa kupapasa papasa alinisugua pale meno, na hata wakati mwingine akanipaka usoni. Maana siaoni, mimi nacheka tu na enjoy. Na baada hapo sasa tulioga pamoja, akanitania. Akaniambia vipi sasa asubuhi, hufanyi mazoezi? Mimi hapo nilicheka nikamwambia hebu niache na kwambia. Hapa nilipo mwili wote hauna nguvu. Nguvu hata ile ya kuna nini sina. Hebu tukale kwanza. Hapo tukawa tunacheka, na nakumbuka tulijiandaa vizuri. Nikamchana pale na wigi lake, akavaa tena nguo nyingine vizuri tu. Mimi hapo nilikuwa na tabasamu tu. Nikimwona hivi na tabasamu tu. Nilimshika pale mkono nikamwambia sikiliza Pina, unajua kwanza ni mzuri sana Pina. Natamani ungejiona jinsi ulivyo, jinsi gani ulivyokuwa mzuri. Pale Pina kwanza katabasamu. Akaniambia piga picha ili unitunzie. Ipo siku nitaona. Si hata wewe unaamini hivyo kwamba ipo siku nitaona? Nikamwambia nitahakikisha hilo. So naamini, nitahakikisha hilo linatokea. Wewe unaona. Utaona tena baby wangu, wala hata usijali kuhusu hilo. Basi hapo binti akawa na tabasamu tu. Alitabasamu na kisha akasema kitu pekee ambacho natamani kukiona ni kukuona wewe mpenzi wangu. Natamani sana Rodrick. Nikamwambia itakuwaje kama utafumbua macho yako na usinipende? Rodrick, mimi nimechanganyikiwa. Mimi napenda sana moyo wako. Kilichobaki ni kuona tu umiliki wa kilichobaki ni kuona tu mmiliki wa moyo huu wa kipekee. Mimi nakupenda vyovyote utakavyokuwa Rodrick. Unaishi hapa moyoni mwangu. Pina, mimi nakupenda sana. Nakupenda pia. Basi hapo taratibu tukatoka. Tulitoka mpaka dining. Vile tumetoka, yani mama Babu alitupokea kwa upendo sana. Kwanza alikuwa kitabasamu, na kisha mama Babu akasema mmependezana sana wanangu, mmeamkaje? Hapo tulitazamana, na kisha mimi nikasema tunashukuru Mungu tumeamka salama. Haya, karibuni. Hata mimi nawaona mko vizuri. Basi tukawa tumecheka pale as a family, na taratibu mimi niliandaa kiti cha Pina, nilihakikisha kwamba amekaa vizuri, na kisha baada ya hapo sasa na mimi nilikaa karibu yake, nikamwekea pale kila kitu sawa kutokana na hali yake. Kwa tukasali pale, na baada ya hapo sasa nilianza kula na kumlisha. Alikuwa na tabasamu huku akisema asante sana mpenzi. Nashukuru. Mimi natabasamu tu. Nikamwambia sikiliza, nilikuambia kila kitu mimi nipo kwa ajili yako.
Yaani uwezi amini jinsi gani Pina mimi nina furaha kwenye maisha yangu. Sijui hata nikwambie kitu gani ili uweze kunielewa, lakini wewe amini kabisa kwamba mimi nina furaha sana na niko huru sasa. Hivi utapakumbuka kweli hapo? Kwanza Pina hapa alitabasamu, akasema hujui tu furaha ya moyo wangu mpenzi wangu. Ninafurahia kila kitu. Nashukuru sana mpenzi wangu. Hapo mimi nikatabasamu, nikatoa simu nikampiga picha ya pamoja. Yaani mimi na yeye tukapiga picha ya pamoja selfie. Sasa Pina kauliza mbona kimya, huongei? Hapo nikamwambia weka pozi, napiga picha mimi, hebu tulia, niongee nini? Basi tukawa tuna furaha kweli kweli, na hata nikawa namwambia mazingira ambayo naishi na mtaa na vitu kama hivyo. Tukiwa tuko katika hiyo hali, mlango bwana ukabishwa hodi, gongo gongo. Mama Babu ilibidi aende kufungua japokuwa tulikuwa hatujui ni nani. Mimi nikawa namsikia tu Mama Babu anamkaribisha yule mtu aliyogonga hodi kwamba karibu sana, karibu. Sasa mimi nikajiuliza, huyo nani tena? Mida hii anataka kutukata steam mimi na mtu wangu. Sasa vile wanaingia alikuwa ni mama yangu mzazi pamoja na babangu. Kwanza nilitabasamu kuwaona, maana angekuwa Gabriela patashika nguo kuchanika. Nikamwambia mama, mzee karibuni sana. Kwanza hapo baba alifurahi sana, alifurahi na hata akamfuata Pina akasema mwanangu umependeza sana. Kwanza umebadilika sana. Alafu wewe binti kumbe wewe ni mzuri sana mwanangu. Sasa baba alipotamka hayo maneno Pina alitabasamu. Akasalimia pale kwa heshima, shikamoo baba. Baba karibu sana. Baba alitikia kwa furaha. Mamangu sasa alivyokuwa anamtazama Pina, mimi nilimtazama mama afu nikampa ishara kwamba msalimie. Lakini mama hakufanya hivyo, hakumsalimia Pina. Pina alisema tu mama, shikamoo. Hapo mama alichukua muda kujibu sana ile salamu na kisha mama ndo akajibu. Na hata pia mimi nilitazamana na babangu, lakini Pina wala hata hakulijali hilo. Alinitazama na kisha akasema mpenzi, naomba nipeleke chumbani. Hapo nilitabasamu kivivu maana mama alikuwa amenitoa kwenye ile furaha yangu. Na kisha taratibu tulifika kule chumbani. Nilimshika Pina nikamwambia baby please, nakuomba usijali kuhusu mamangu. Usijali kabisa. Naomba nielewe. Yaani usiulekea akilini. Sasa yeye Pina alitabasamu tu, akasema najua mamako hapendi uwe na mimi. Lakini wala mimi hata sijali kwa sababu baba mimi ananipenda na wewe unanipenda sana. Basi nasubiri tu kama na yeye kitokea atanipenda sawa. Aisee, unajua kwanza nilitabasamu kusikia ujumbe. Nikamwambia sikiliza, nafurahi sana ya kuwa unalitambua hilo. Ninayo imani ya kwamba mamangu atakufahamu na mtaelewana vizuri sana, ni masuala ya muda tu. Hapo Pina alitabasamu, lakini unajua mtu akijisikia vibaya, macho yake yanazungumza zaidi. Kwa na mimi nilijisikia vibaya, ila sasa nitafanya nini sasa? Ndio imeshakuwa hivyo, naumia moyoni ila sasa sina la kufanya. Nakumbuka nilijikuta napoteza tu furaha. Basi nilitoka pale taratibu sana, nikasikia pale babangu anamwambia mamangu kwamba mke wangu, hivi ni kitu gani haswa kinakufanya unamchukia yule binti? Yule binti amekukosea nini? Umewahi kukutana naye kabla? Au labda anaharibu nini kwenye maisha yako? Baba alipoliza hili swali, mama alinyamaza tu kimya. Baba akaendelea kusema, nisikilize mke wangu, unatia sana aibu. Hayo maisha gani ambayo wewe unayaleta? Tungekuwa tunaangalia madhaifu, wewe unafikiri tungekuwa wapi leo kwa maisha haya? Badala umfurahie mtoto wako Rodrick, umpongeze katoka kwenye shimo la laana, wewe tena unaleta mambo yako. Kwa hiyo unataka Rodrick awe na yeye na mwanaume mwenzake wa kukoboana naye, si maana yake? Au unataka nini mama Rodrick? Baba Rodrick, ni maneno gani tena hayo mimi ya kuniambia? Mimi sina maana hiyo. Sijamaanisha kwamba Rodrick akoboane na mwanaume mwenzie. Sasa nini sasa? Nini ambacho usichokifurahia? Nini sasa? Mtoto wa watu ni mzuri yule binti, hana shida yoyote. Wewe hutaki, unataka wakina Gabriela, si ndio? Hapo mamangu mzazi niliona amenyamaza na mimi sasa ndo nikawa natoka. Baba aliponiona tu akaniuliza, kijana wangu, upo sawa kweli? Mimi nikamwambia niko sawa baba. Karibuni sana. Sasa kijana wangu, hebu tusamee sana mwanangu. Tumekuja bila taarifa, lakini binafsi nilikuwa na furaha sana baada ya mwanasheria kunipa habari. Kusema kweli mwanangu, Mungu amekuepusha na balaa kubwa sana kwenye maisha yako. Mimi kama baba yako ninayo furaha sana. Unajua kwanza nilishusha pumzi. Nikamwambia baba, wewe ni mtu bora sana kuwahi kutokea kwenye maisha yangu. Upo na mimi hatua kwa hatua. Nashukuru sana na ninaona kila kitu.
Baba, mimi nashukuru sana. Unajua vile ambavyo mimi nakupenda. Nakupenda sana babangu. Mwanangu, najua mama yako amekukwaza. Msamehe. Si unajua mambo ya kina mama haya, msamehe tu mama yako. Mwanangu, ni kweli nilikuwa mimi sitaki wewe uachane na Gabriela. Lakini baada ya kujua lile, sitaki kusikia hata. Lakini kusema ule ukweli, sijui kwa nini huyu kipofu. Sijui kwa nini wewe umemchagua huyu kipofu. Baba, hebu ongea na mama tafadhali. Hakuna kitu sikipendi kama anavyomuita mpenzi wangu kipofu. Mama, mpenzi wangu mimi anaitwa Pina. Ni mwanamke wangu. Itakuwa binti yako, utake usitake. Nadhani umenielewa sijui. Mume wangu, unamwona huyu mtoto wako? Huyu mtoto amerogwa huyu. Hawezi kunijibu mimi hivyo mama yake. Labda niyo nimekufa, vinginevyo hawezi kumoa yule binti. Kabisa nazungumza. Hebu nisikilize, Mama Rodrick. Mbona unaongea maneno ambayo huna hata aibu? Unasali nini sasa huko kanisani? Mimi ni baba yake. Na Pina mimi nimempokea, ni binti yangu. Kama wewe hutaki, mimi nitahakikisha hawa wawili wanakuwa pamoja. Unakuwaje una roho mbaya hivyo? Huna huruma hata kwa mtoto wako, kweli? Hapo msikilizaji, mimi niliwaona tu wazazi wangu jinsi wanavyogombana hapa. Nilitumia ustaarabu, nikamuita mama Babu. Alikuja pale, ninapofika nikamwambia, tafadhali hebu uandalie baba na mama chai. Baba akanikatalia, akasema hapana mwanangu, sisi chai tumeshakunywa. Nikamwambia okay sawa baba. Mimi ndo nilikuwa najiandaa niende kazini. Nadhani tutaongozana, au kama bado mpo basi nimwambie awaandalie chakula cha mchana. Sisi tunaondoka mwanangu. Nitakutafuta, kuna jambo nataka tuzungumze. Nikamwambia okay sawa babangu, hakuna shida. Mama alinitazama sana, akasema mwanangu, najua unakasirika. Sina maana mbaya mwanangu. Simaanishi. Kitu kimoja ambacho mimi kinanisumbua, nashindwa kabisa kujizuia. Nadhani wewe unanielewa mwanangu. Sijui nitawezaje kukabiliana na hili. Yote kwa yote unajua tuko pamoja na mimi nakutakia mambo mazuri. Nikamwambia wewe ni mama yangu. Sijui unawaza nini kichwani mwako, ila mimi najua unaniombea. Mara zote unaniombea. Sitakulazimisha umpende Pina. Ninao uhakika ya kwamba yeye ni mwanamke wa maisha yangu. Ninachokijua ni hiko tu. Ni mwanamke mzuri kwangu na nashukuru Mungu kwa hilo, na namshukuru pia. Namshukuru Mungu sana. Nimeondoka kwa yule mwanamke Gabriela ili niweze kuanza maisha yangu mapya. Nawapenda sana wazazi wangu na asanteni nyinyi kwa kuja kunitembelea. Mama alinikumbatia pale. Nilikumbatiana naye na kisha baba na yeye pia alinikumbatia na waliniaga. Mimi niliwatizama tu. Nilitikisa tu kichwa changu, maana kwamba ni wazazi wangu na wanapobishana mpaka naona huruma tu. Maana wangejua Pina anavonipa mimi, ananipa mambo mazito, sina hata habari ya kumwacha, sina. Hapa tu nataka mambo ya taraka yapite, alafu ndo nianza sasa kuwaza juu ya Pina wangu. Mama na babangu baada ya wao kuondoka, mimi nilirudi haraka chumbani kwangu, na baada ya kufika chumbani nilikutana na Pina. Pina alikuwa amekaa tu na hali ya huzuni. Nilimuita pale, nikamwambia Pina mpenzi wangu, uko sawa kweli? Hapo machozi yalimtoka Pina. Alilia. Unajua mpaka mimi mwenyewe nikaanza kuogopa. Ilibidi nimsogelee, nikamuuliza Pina, shida nini? Mbona kama uko unalia? Naogopa sana mimi. Ninaogopa mno Ricky. Hivyo unaona ni kawaida kila mama mko mimi anipende. Hivi mimi nina shida gani? Naona kama hii hadithi inanirudia tena kwa namna ya kipekee sana. Sijui hata nifanye nini, ila naogopa kila kitu. Kwa hiyo unataka kuniacha mimi mwenyewe mpenzi, sio ndo manake? Hadithi inajirudia kivipi? Mimi najua wewe huoni. Ina maana kwamba hata kuhisi huu upendo huwezi kuhisi. Okay sawa, tufanye kuhisi umeshindwa. Hata sauti yangu tu huisikii. Sauti ya babangu pia huisikii kipenzi. Kwa nini unafanya hivyo lakini? Hebu nisikilize. Nyamaza kulia. Sitaweza kukubali nikishuhudia wewe unalia Pina. Wewe ni mwanamke ninayekupenda kuliko kitu chochote kile kwenye dunia. Naomba wala tusilie. Tumuombe Mungu mambo yaende kama ambavyo sisi tunataka yawe. Tuishi sasa na tuanze kujaza nafasi kwenye yale mashimo ambayo tumesababishiwa zamani.
Mimi nakupenda sana Pina Madeko wangu. Nakupenda Lonely. Nakupenda sana. Hapo huyu binti alilia kwa furaha, akanikumbatia na kisha akaniambia asante kwa kunifanya wako. Unanitoa wasiwasi na kunipa sababu ya kupumua kila wakati. Ninakupenda sana. Ninakupenda. Hapo alipotamka hayo maneno, mimi kwanza nilitabasamu. Nikamwambia haya sasa tujiandae uende nyumbani. Bebi wako nikatega hela za kukupa ili usiteseke. Pina alicheka sana akasema sio kutafuta. Mimi nikacheka nikamwambia hela inategwa, ukitafuta unaishia tu kwa maskini. Hela unatega bwana. Basi hapa akacheka ingawa naona kabisa hana furaha ile ya awali. Ila sasa nitafanya nini? Lazima nimchangamshe kipenzi changu. Nikamsaidia pale Pina wangu kuwa sawa. Niliandaa pale na mifuko vizuri huku nikimwambia kwa upole. Nikamwambia sikiliza mpenzi wangu. Hizo nguo mimi nataka zivaliwe. Sio unaenda kupamba tu ndani. Nataka zivaliwe na upendeze muda wote hata kama hauendi popote pale. Sijui umenielewa hiki nilichokizungumza? Hapo Pina alitabasamu tu akasema nakuelewa vizuri sana. Basi mimi nikatabasamu tukaanza kutoka. Mimi nikiwa nimemshika kwa upendo sana. Na nakumbuka tuliposhuka Mama Babu alinifuata. Akasema boss, kuna maagizo yoyote? Nikamwambia hakuna Mama Babu. Ubaki tu hapa nyumbani salama. Mama Babu alimtazama Pina kwa upendo. Sijui alikuwa anasikia mazungumzo ya mama, lakini alisema tu Pina mwanangu karibu sana. Kusema ule ukweli Pina nimekuzoea sana. Utarudi lini? Hapo Mama Babu anamuuliza Pina. Pina alitabasamu na kisha alinigeukia. Ni kama vile alitaka mimi ndo niseme jambo. Mimi nilitabasamu na kisha nikasema jibu hilo swali Pina, mimi sihusiki. Lakini hata hivyo pia mimi nilikuwa nataka nikuulize maana nimekuzoea pia. Basi hapo tukawa tumecheka tunakisha Pina alisogea kwa Mama Babu, akaanza kumpapasa pale mikononi, usoni na kisha alimshika mikono yake yote na kisha akamwambia asante sana Mama Babu. Hata mimi nimekuzoea. Nawashukuru sana kwa upendo wenu. Nitarudi hapa tena na tena na tena na tena na tena. Si ndio mpenzi, sinakaribishwa. Nikamwambia sawa dakta, hapa ni kwako mama. Muda wote ule mama. Mama Babu yuko hapa. Wewe njoo tu. Basi tukawa tumecheka pale na Mama Babu akasema ukihitaji kitu uniambie tu Pina, hakuna shida. Alitabasamu Pina akasema namba yako ni muhimu. Nikitaka kuja kama hayupo. Basi sisi tukawa tunacheka tu pale. Mimi niliwaacha wafurahie na kisha baada ya hapo walikumbatiana tena na kisha tukaondoka mimi nikiwa ndio macho yake. Yaani mimi macho yake nikiwa namaanisha kwamba namuongoza Pina. Kwa tuliingia ndani ya gari na safari ilianza. Nilikuwa najitahidi kumfanya Pina tabasamu, lakini namuona kabisa alikuwa hana furaha. Ilibidi tu nimuongeleshe. Nikamwambia sikiliza Pina wangu. Oya Pina Madeko. Naam kipenzi. Nikamwambia nakushukuru sana kwa penzi lako tamu. Nashindwa hata kuelezea. Usiku wa jana ulikuwa ni usiku wa kihistoria kwangu. Wewe ni mwanamke wa ajabu sana. Ni mwanamke wa pekee. Umenifanya nifurahie sana mapenzi yangu. Umenifanya nijihisi wa pekee sana kipenzi. Nakupenda mno. Nakupenda kuliko kitu chochote. Umenifanya nikupende zaidi. Umenifanya nione namna mapenzi yalivyo ni ya umuhimu kuliko kitu chochote kile. Mpenzi, sitaki, siwezi wala sipo tayari kukupoteza wewe. Na hapa nataka kueleza ya kwamba na kuomba sana. Niombe sana ili nitimize kwako majukumu kama mwanaume. Nikutunze, nikulee kwa upendo sana. Ninakupenda Pina. Ninakupenda na viungo vyangu vyote vinakupenda. Usimpe shetani ushindi mpenzi kwenye penzi letu. Mungu ameruhusu hili. Huoni kila kitu ni Mungu. Tuko pamoja kwa sababu ya Mungu ndo ametaka. Niamini ninaposema yuko anakupenda. Ni tofauti kabisa Rondrick. Nikiwa na wewe siogopi kitu. Najiona salama kabisa. Mimi hapa nilipo sitamani kukukosa. Sitamani kukupoteza. Natamani niwe ngozi yako ili nikugande ulipo nipo na nilipo upo. Mpenzi nakupenda sana. Nashukuru kwa upendo wako. Upendo wako ni mkubwa sana. Nawaza tu unawezaje kuwa na roho nzuri namna hii kwa huyu mtoto wangu, kwa bibi yangu. Nakosa majibu kabisa. Wewe ni bingwa, wewe ni bora na wewe ni wa thamani sana. Nakupenda. Na ndio maana nasema wewe ni hatima yangu. Wewe ni bahati yangu. Nakupenda sana Rondrick na nakuahidi kuanzia sasa hivi sitakubali tena maisha yangu ya zamani yanitafune. Unanipenda sana na mimi nakupenda zaidi. Hapo tukakumbatiana kwa upendo na kisha niliwasha pale gari mpaka nyumbani kwao. Mara baada ya kufika nilimshusha pale, nikashusha pale vifurushi vyake na bibi yake tu ndiye aliyekuepo. Nikamuuliza Samu yule mtoto kaenda wapi? Alitabasamu na kisha akasema shuleni. Mimi nikamtazama nikamwambia okay basi poa, mimi nawahi kazini tutawasiliana. Si unajua kwamba ninavyokuwa na tingwe. Lakini huyu binti alitabasamu akaniambia hukai hata kidogo. Nikamwambia umeanza hivyo. Hebu tulia hapa na bibi. Bibi, naomba umchunguze unichungie huyu. Bibi nilipomwambia hivyo alicheka tu na kisha alinishika pale mikono yangu na akasema mjukuu wangu, nashukuru sana kwa chakula. Mungu azidishe baraka kwenye hii mikono iliyotoa kwa ajili yetu. Ile sehemu umetoa
ikazae mara nyingi sana na kurudi maradufu. Mjukuu wangu, uwe kichwa na sio mkia, uwe na mafanikio makubwa zaidi ya sana, uwe kijana wa faida na wala sio hasara. Nashukuru sana. Mimi hapo nilitabasamu, nikamwambia ninapokea baraka zako bibi, amen. Kwa bibi alifurahi sana na mimi nilimkumbatia pale, nikawakumbatia wote. Unajua tena ile Uswahilini, macho yapo ila mimi najali sasa, sijali lolote. Nilikuwa na furaha kusema ule kweli. Kwa nikaagana nao, nikamwambia Pina, nipigie au nitakupigia muda wote, sawa mpenzi. Hapo ananiaga tu huko anatabasamu. Kwa nikamwacha pale na bibi yake, waliingia ndani na mimi nikaondoka zangu. Walikuwa na furaha sana. Kwanza mimi mwenyewe nilikuwa na furaha sana. Hivi umewahi kukaa zako tu na mambo yako tu, alafu mwisho siku unakumbuka ujinga wako ukiwa kuna bibi wako? Unajikuta unacheka. Basi kipindi nipo ndani ya gari nikikumbuka lile kasheshe la usiku, nikawa najikuta na tabasamu. Mara nicheke, mara nisisimke, alafu najisemea, Pina utaniua. Utaniua mama, utaniua. Sasa wakati huo simu yangu ilikuwa inaita. Alikuwa ni Lonely, ndiye alikuwa ananipigia. Nilitabasamu tu mpaka akili yangu kwanza ilikuwa inahama. Nikijua tu ni Pina ndiye anayenipigia simu, kuna muda akili yangu kama inaweuka hivi. Hakuna kitu kinaleta raha kwenye maisha kama mtu unayempenda ndiye ambaye anakupigia na kukujali muda wote. Sasa bahati mbaya ndio hiyo siku hizi ya mapenzi. Wewe utakayemtaka yeye hana muda na wewe, alafu kuna mtu huko anakutaka wewe, una hata time naye. Sasa ukutane na mtu ndio mnapendana, mmemechi kudadeki. Kwanza ukiona tu message yake unafurahi kweli kweli kuliko message imethibitishwa. Ukiona mtu anasema mimi message pekee nayoipenda imethibitishwa, ujue huyo hapendwi. Ukipendwa vizuri, message ya bibi wako ni tamu kuliko ile imethibitishwa. Sasa nakumbuka nilipopokea ile simu ya bibi wangu akaniambia, baby, ndo umezidi zawadi zote hizi, kumbe umeniwekea na pesa. Mimi nikacheka kidogo nikasema, sasa mke wangu nisipokupa mimi pesa unataka kupe nani? Tumia pesa. Tumia pesa mama, mume wako nina hela. Zoea pesa ili kuzoee. Wewe mara nyingi unapendaga sana kumsikiliza yule Uncle Jay masimulizi. Alafu nasikia yule jamaa anajiita Uncle Jay mapesa, japokuwa hana hela, choka mbaya tu. Lakini mimi mumeo ndo nina hela, niko hapa kwa ajili yako. Unajua tangu nimekuwa na wewe Pina, napata pesa. Sasa kwa nini nao usile pesa zangu? Kula pesa mama. Sasa anapopata pesa hii maana yake nini sasa? Maana yake ni kuwa wewe una baraka nyingi sana, kwa lazima na wewe ule. Na hata hivyo kama nyumbani chakula kimeisha, unasema unataka chakula fulani, nunua unenepe, mimi nipo. Sasa wakati namsifia hivyo, Pina akawa anakufa anacheka kweli kweli. Alicheka sana, akawa anasema, unajua unanizidisha sasa chakula, alafu hizi pesa sino nimeanza. Nikamwambia, wewe utaki pesa? Kuna mtu ataki pesa? Mimi nafanya kazi mwanaume wako. Kwa sababu gani? Kwa sababu unastahili zaidi ya hiki unachokupa. Tulia nikupende mama, relax. Basi Pina akawa anacheka kweli kweli. Sio wewe ndugu yangu, wewe ukiona simulizi ya Uncle Jay imetuma pale basi ndo unafurahi. Utakufa na upwilu. Shauri yako, tafuta mtu mdinyane zipungue. Wewe unadhani simulizi zitakudinya? Wewe muda wote umekaa tu hivi na simu unasubiri simulizi ya Uncle Jay ikitumwa, ndo unajisikia mwenzio Pina huko kapewa mizawadi na mihela hiyo. Na hapa jana usiku akatoka kudinyana. Wewe dinyana na simulizi. Muone kwanza. Ndio msumali huo nimekugongelea, shauri yako. Basi bwana Pina alicheka kweli kweli, akaniambia, unajua bibi huko anashukuru sana kwa zawadi, kama vile namuona Jumapili atakapopendeza. Mimi nikatabasamu nikamwambia, sana, nataka wewe bibi mpaka mtoto wote wapendeze. Namwambia atapendeza Jumapili zote za umuhimu, tuwe wazima, tutuombe uzima. Hapo Pina anacheka, mimi mwenyewe nacheka ile mbaya. Basi tulicheka pale huko tunaagana. Unajua ile unamwaga mtu afu bado amkati simu. Basi poa baadaye. Basi poa basi baadaye. Kata wewe. Kata wewe bwana. Baby, kata wewe. Kata wewe. Basi tunacheka ile madi furaha. Yeye mapenzi matamu bwana. Basi ile nimefika kazini. Kwenye gari muda wote nasikiliza nyimbo za Mbosso tu. Nikitoka kazini na rudi nyumbani ngoma za Mario tu. Mvua, basi inyeshe mvua. Te 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 te. Te 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 te. Hapo naingia tu ofisini nakutana na rafiki yangu Willy huyu hapa. Ananiambia, kaka, kazini ndugu yangu saa 7 kaka.
hata kama ofisi yako ndo tunafanya kazi saa 7. Mimi nikacheka sana, nikamwambia acha tu ndugu yangu, acha Willy, acha nakwambia. Yaani kuna kuelekea kazini nitakuwa naingia saa 10 jioni. Sasa Willy akaniambia, ndugu yangu wewe, kuisha habari yako wewe. Wewe Pina nakumaliza, kuisha habari yako. Nilicheka sana, nikaenda nikakaa. Ili nakaa, akaniambia, jana imekuaje ndugu yangu? Mbona haraka imetoka haraka hivyo? Mimi kwanza nikamtazama Willy, nikamwambia, sikiliza ndugu yangu. Unajua ndugu yangu, Mungu ana maana, Mungu ana maajabu sana, Mungu ana nguvu sana. Nilikuwa natamani iwe hivyo na imekuwa hivyo kutokana na ukubwa wa tatizo. Babake mwenyewe aliingilia kati na akakubali kwamba binti yake kweli apewe, yani taraka itoke. Ndio kawa hivyo, na mimi mwenyewe sikuamini. Kwa hapa nilipo ndugu yangu, mimi ni free man, niko huru. Na jana nimesherehekea penzi langu na Pina, kufurahia hii taraka iliyotoka kaka. Yaani ilikuwa kwenye kifungo. Unajua ile nyimbo inaimbwa kifungo huru. Kifungo huru sikatai, ila na mapenzi. Ndio mimi nimetoka kwenye kifungo huru ndugu yangu. Kwa jana ilikuwa ni siku ya furaha. Sasa Willy akanitazama akaniambia, kaka, ina maana kuniambia kilichotokea ndo uwezi ama ndo vipi? Nikamwambia, ndugu yangu, ukurasa wa mimi na Gabriela Kushney, fungua ukurasa unaofuata, alafu ukutane na simulizi nzuri, simulizi tamu ya mapenzi. Unanikuta mimi niko na Pina. Sijui unanielewa brother? Mimi saizi very soon nitaanza kunenepa. Sasa wakati namwambia hivi Willy akawa anacheka. Mimi ndani ya moyo wangu nilikuwa nimemalizana na wazazi. Sioni haja kuendelea kuzungumza udhaifu wa Gabriela nje hapa. Atajua yeye mwenyewe na Mungu wake na maisha yake mwenyewe. Mimi kwanza yanihusu tena. Nikamwambia, sikiliza Willy, wewe ni kakaangu. Asante kwa kuwa na mimi katika nyakati zote na nashukuru sana, lakini nina deni kubwa sana kwako. Sina cha kukulipa kaka, ila Mungu tu atusaidie. Sasa Willy akaniambia, unajua wewe ni ndugu yangu mwanangu, hebu niambie basi. Nikamwambia, nikwambie nini ndugu yangu? Niseme nini tena? Zaidi tu ya kwamba mimi nina furaha. Nina furaha, asikwambie mtu, lakini kuna tatizo. Sasa hapo Willy akanitazama. Tatizo? Tatizo gani? Nini tena kaka? Nikamwambia, mwanangu, tatizo moja tu. Tatizo liko kwa mama yangu bi mkubwa. Mama yangu hajamkubali kabisa Pina. Sijui anamuonaje. Yaani mama yangu hajatambuliza utu kabisa. Anafanya Pina ni ajisikie vibaya sana. Kaka, sasa unafikiri nini kuhusu hili kaka? Unaona litakuwa endelevu kweli? Nikamwambia, Willy sikiliza, yani sijui kama itakuwa endelevu au haitakuwa endelevu. Lakini naona hapa picha tu. Na sitaki mtoto wa watu yule aliyeti kwa sababu yangu. No, sitaweza kuruhusu hilo kwenye maisha yangu. Hapa ninachokitaka nikimaliza mambo yangu, nipate muda wa kuzungumza na mamangu vizuri. Kaka, hilo wazo zuri ndugu yangu. Na vipi kuhusu yale macho? Siku ile ulisema kwamba wameenda kwa dokta. Hapo Willy nikamwelezea jinsi ilivyokuwa. Na ndipo Willy akaniambia, sasa ndugu yangu, unajua kuna mabingwa wa macho wapo wengi tu ndugu yangu hapa Tanzania. Kuna hospitali zina hawa wabobezi. Subiri, mimi nitakupa majibu kwenye hilo. Uanzie hapo. Unaweza ukakuta hata sio lazima muende huko mbali, sijui India, sijui wapi. Unachokisema Willy uko sahihi kaka. Hapa muujiza unahitajika. Alafu kaka, ukisikia eneo zuri kiwanja, na maanisha ni kinauzwa mahali. Mimi nilituza visenti vyangu, naona sasa muda mwafaka umefika. Siwezi kuishi na Pina kwenye nyumba ambayo niliishi na Gabriela. Tena niliishi na Gabriela vibaya mno. Pina anastahili heshima brother. Ndugu yangu, napenda unavyoongea kama mwanaume yani. Safi sana mzee wangu. Hapo mimi nikatabasamu. Willy aliendelea bila kuniambia, sikiliza kaka, upo sahihi. Pina yule anatakiwa apate kwake. Ila mwambie na baba, unajua wazee hao usiwadharau. Wana mambo yao hao ujue. Mimi hapo nilicheka tu, basi tuliongea pale mambo mengi mimi na Willy, na mwisho wa siku tuligawana pale kazi. Hapa nafikiri nikazie tena. Nilikuwa napata kazi mpaka nachanganyikiwa mimi kusema ile kweli. Kazi zilikuwa ni nyingi sana kwa upande wangu. Sio kazi tu. Yaani wateja, sijui niwaambiaje.
makampuni makubwa makubwa, serikali, watu binafsi, wafanyabiashara wakubwa, mahoteli. Hawa watu wote walikuwa wanahitaji huduma kwenye kampuni yangu. Hata nakumbuka nilipokuwa nikitingwa hivi, sikuwa nasahau kuhusu mpenzi wangu, kusema ukweli. Ilifika mpaka Ijumaa, nilimpitia Pina nyumbani kwao, tena kwa upendo sana. Tulipata chakula nje na nyumba, tukafanya pale manunuzi hapa na pale, na kisha tukarudi nyumbani. Mama Babu alitupokea kwa upendo sana, na tuliingia zetu chumbani. Huku chumbani ilikuwa ni raha tu kwa kwenda mbele. Huku ni kuserebuka tu. Hata nakumbuka usiku tulikuwa tunaongea hili na lile. Nilimwelezea namna Mungu anafungua baraka kwenye kazi yangu. Na uzuri ni kwamba Pina akaniambia, mpenzi, hivi unajua sasa unaweza kufungua ofisi nyingine ndani ya ofisi hiyo hiyo kama unazungumza kwamba baraka zinamiminika kwako kazini kwako. Na kama unazungumzia nini sasa sijakuelewa. Baby, mfano kuuza mataa makubwa ya urembo, yale ya ufahari, vitu vizuri vya mapambo. Si watu wanataka nyumba zao zipendeze, ziwe kisasa. Basi huduma kama hiyo, yani unakuwa una mafundi wa finishing na mambo kama hayo. Mimi sijui nilitaka kusema nini, ila tu si umeelewa nilichokiongea. Ujopo nilimtazama afu nikatabasamu, nikamwambia hivi unajua una akili sana, ila basi tu unajitoaga tu ufahamu muda mwingine. Hilo wazo ulozungumza ni wazo zuri sana. Tena hapo naweza kufungua na biashara nyingine tena. Tupilie mbali mambo ya ujenzi. Hapa masuala ya mavitu ya kisasa kama TV, friji, radio, jiko za kisasa. Unaona? Yaani mtu akija kwetu anaondoka na vitu muhimu, maana vyote hivyo tunakuwa tuko navyo. Wewe unalionaje? Akaniambia, sasa je? Nikamwambia, una akili sana wewe mwanamke, asante sana. Na hili la ujenzi afanye Willy. Mimi nitafanya hayo mengine bebi wangu, ama unasemaje? Kwa hiyo nilivyomwambia tukajikuta tunacheka pale, tunafurahi sana. Hakika palipokuwa na wawili, mazungumzo ni faida. Mnatoka na kitu. Mimi binafsi kila maneno ya mwanamke wangu kuhusu kazi au mafanikio nilikuwa namsikiliza na nilikuwa nafanyia kazi kichwani. Hata hili sikuwa naona kabisa kama vile naliacha. Ndani yangu nilikuwa naona kabisa ninavyoenda kulifanyia kazi haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo tulilala hapa, siku iliyofuata tuliamka hapa pamoja. Mpenzi wangu na Mama Babu walifanya kazi zao huku, na mimi pia nikiendelea kufuatilia kuhusu kila alichokuwa amenishauri mwanamke wangu. Hakika ulikuwa ni ushauri mzuri sana, na hata nikiwa chumbani nilielezea kwa kiufupi kwa babangu kwamba baba, iko 1 2 3. Na baba aliniambia kwa upole sana, akaniambia, mwanangu, ni kitu kizuri sana. Hakikisha huongei na mtu mwingine ambaye mnafanya biashara sawa kuhusu mawazo yako. Kwa sababu anaweza akafanya kabla yako na ukabaki unashangaa. Kwenye maisha yako yote chunga mdomo wako kuongea vitu kabla vijatimia. Hiyo inaweza kuchelewesha au visitoke kabisa. Watu wanatakiwa waone tu umefanya. Hili ni wazo kubwa sana mwanangu. Utakuwa tajiri sana na kuona mbali sana. Mimi niko na nyinyi wanangu. Kwa chochote kile niko na nyinyi. Hata hivyo inatakiwa tuonane. Sawa niambie hapo inakuaje. Nikamwambia, mimi niko nyumbani mzee wangu. Niko nyumbani na mkweo. Kama utakuja basi sawa. Okay sawa. Nitakuja ila sio na mama yako, maana mama yako ananikera sana. Nikamwambia, karibu baba, tuna mengi sana ya kuzungumza. Leo mimi sina kazi, nakuja kijana wangu. Sio muda dereva atanileta hapo. Basi mimi nilitoka nje kabisa, niliwaacha tu wao wanaendelea mambo yao, Mama Babu pamoja na Pina. Hivi unajua Pina haoni, lakini anafanya kazi zote za nyumbani. Na sasa mimi sifuliwi tena na Mama Babu. Bebi wangu ananifulia, anatandika kitanda vizuri. Hapo utaweza kusema kwamba huyu anaona. Lakini anavyopambana ni mwanamke msafi, afu ni mchapa kazi Pina. Babangu kweli alifika, alinitazama na kisha akasema, kijana wangu, sasa hivi nakuona unanenepa. Nikamwambia, baba, umeanza mambo yako bwana, unajua. Basi tulicheka sana. Niliongea naye pale mzee kuhusu biashara, kuhusu namna leo nimefanya utafiti na mambo kama hayo. Kwa tulizungumza kuhusu mtaji wake, gharama za kuanzia, hivyo na hivyo. Zilikuwa ni pesa nyingi sana, lakini baba aliniambia kwamba ukiwa tayari niambie mwanangu. Lazima nikuchangie na wewe utajua uko mbele nini cha kufanya. Kwa nilimfurahia sana babangu na nikamwambia, baba, wewe ni mtu sahihi sana kwenye maisha yangu. Kwanza nafurahia sana kuona baba kama wewe. Nakupenda sana babangu. Ninaye kijana mmoja tu kwenye maisha yangu ambaye ni wewe. Unataka nifanye nini mwanangu? Basi mimi nikatabasamu tu na kisha nikamwambia, baba, nawaza kununua eneo lingine kabla kumuoa Pina. Sitaki Pina aje kuishi hapa kabisa. Kwa sababu ya maisha nilioishi na Gabriela. Natamani Pina apate anachokistahili. Ni mwanamke mzuri sana. Sitaki kumkosa kabisa. Hapo baba alinitazama na kisha akasema, sikiliza kijana wangu. Mambo mazuri hayataki haraka kijana wangu. Kwa sasa tuna mambo mengi kwanza. Wazo jipya la biashara, alafu jambo la pili ni kuhusu yeye mwenyewe. Inatakiwa aone yule binti. Na ndio kitu ambacho mimi nilitaka tukizungumze hapa kuhusiana yule binti, natakiwa apate kuona. Hivi vyote vinahitaji pesa. Sio kwamba kupata nyumba mpya ni vibaya, lakini mwanangu hatuwezi kutumia pesa zote tukakosa akiba. Kitu ambacho tunajaribu kusema ni kwamba kwa sababu viko vitu mezani, hebu tuangalie kwanza
macho ya huyu msichana yapate kuona, lakini pia tuangalie na biashara. Wakati huo tunatafuta eneo mdogo mdogo, tuna akiba ya kutosha, si unajua hatujui ya kesho. Na wakati huo biashara tunatazama inaendaje, kama tuongeze hela au tuachane nayo. Tukiona biashara inarudisha pesa, sasa ndo tunarudi kwenye kujenga kitu ambacho hela ikiwepo ni ndani ya miezi tu au mwaka mnapata nyumba yenu nzuri kabisa, nzuri sana, na familia mnayoitaka nyewe. Hapo mimi nilitabasamu nikamwambia, baba umeongea vyema sana, na hata hivyo sitaki tena sherehe. Inatosha ndoa ya kwanza ile sherehe, na ndio maana wewe ni babangu, naendelea kujifunza kutoka kwako kipenzi babangu. Haya, niambie sasa kuhusu swala la macho, inakuaje kuhusiana na huyu binti? Bwana msikilizaji, swala la macho limekaa vipi? Je, huyu binti akifanikiwa kupona itakuwaje? Asipofanikiwa kupona itakuwaje? Lakini yote kwa yote tutakuja kujua katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya 9, mzigo mtamu wa kuitwa Love of My Life. Lonely, kutoka kwake bidada Agatha, Queen of Stories. Mimi naitwa Uncle J. Asante kwa kunisikiliza na niseme kwa heri. Bye bye.